Okay, tunazidi kusonga mbele. Tulipoishia ni pale ambapo kule kwenye kambi ya nyumbani tu, kwenye lile pango ambapo kuna siri nyingi sana zimefichwa, na tuliona kwamba Hamza kwenye kuzisoma ilibidi aanze kupiga soti miguu juu chini nini. Sasa ile pango bwana ni linaungua na limelindwa sana kwa miaka mingi sana, na wasiwasi wetu ni kwamba huenda yule jamaa ambaye alikutana na Hamza kule na wakachoma kwale nini pamoja wakala kule msituni, nadhani unamkumbuka huyo jamaa alikuja kupotea sekunde, yani ni robo sekunde akapotea na chake kila kitu. Hamza alibaki anashangaa imekuaje, umeona na mbaya zaidi yule mzee kamsoma kabisa ni nguvu zake Hamza ni ngumu sana kumuona na nguvu zake hivi kwa haraka kwa macho kawaida. Wote wanaomuona wanaona kama hana nguvu. Sasa yule mzee ni alimuona kwamba ana power. Sasa huenda ndo akawa mwenyewe, lakini kwa maelezo ya huko kambini tuliambiwa kwamba mtu ambaye amekuja ku make revenge ni mtu ambaye alikuwepo hapo kambini na baadaye alichukuliwaga mwanamke wake, yani hivyo. Kwa hiyo sasa nadhani amekuja kufanya kisasi, japo tunakwenda sasa kujua nani ambaye amesababisha. Hofu yetu ilikuwa ni yule ambaye alikutana na Hamza kule msituni, lakini bado hatujaona moto zaidi kwa upande wa Regina kule na yeye kwenye ulimwengu wake, maana naye Regina tukumbuke ni malikia. Na tunavyozidi kusonga mbele nikwambie tu Regina amekaribia kuweka kitumbua mezani na soon mtapata Uncle baba. Langu jina ni Lucas Lumbasi. Tusonge mbele sasa. Mara baada ya kusikia kelele ya kwamba kuna moto, kwa sababu walinzi wanaanza kupiga kelele sema kwamba kuna moto unawaka. Sasa wote Afande Kiha na Hamza walianza kukimbia kuelekea upande ambako moto ulikuwa unatokea. Hata hivyo Hamza ghafla alisimama baada ya kuhisi kuna kitu hakipo sawa. Hamza akauliza kwamba kiongozi, Fiona yupo ndani ya chumba chake kwani? Afande Kiha akasema kwamba ndio atakuwa kwa nini? Afande Kiha alishia kuuliza hilo swali, na alipojaribu kulifikiria mara ya pili alijikuta akiuelewa ukweli. Sema kama kweli ni huyo Gwiza na mpango wake ulikuwa kuua watu, kwa nini ghafla tu aanzishe moto? Basi sekunde ambayo Kiha alimaliza sentence hiyo, Hamza alikuwa tayari ameondoka hapo kwa speed kuelekea kwenye chumba cha Fiona. Hata hivyo mara tu baada ya kufika, mlango wa kuingilia chumbani kwa Fiona ulikuwa wazi. Na mbaya zaidi, walinzi waliokuwa wakilinda eneo hilo walikuwa tayari chini wakiogelea katika damu zao. Wakati huo Afande Kiha alifika, na mara baada ya kuona tukio lililokuwa mbele yake, muonekano wake ulibadilika mara moja. Macho yake yalikuwa ni mekundu. Basi kwa hasira akaita Gwiza. Haikuhitaji maelezo mengi kujua kuwa binti yake tayari amekwisha kutekwa nyara. Tukumbuke Kiha na Gwiza walimpenda mtu mmoja zamani. Tunakumbuka historia ya Kiha alikuwa anatusimulia kuhusiana na huyu Gwiza. Sasa na tunaamini kwamba Gwiza ni baba wa nani? Wa Fiona. Kwa sababu mke wa Kiha alichukuliwa na Kiha akiwa tayari ni mjamzito, na huyo mwanamke alikuwa ni baby wa Gwiza. Kwa hiyo Kiha kwa hasira akaita Gwiza. Hakuhitajika maelezo mengi kujua kuwa binti yake tayari amekwisha kutekwa nyara. Kiha alishia kuongea kwa nguvu huku akisaga meno yake kwa hasira. Muda huo Hamza aliweza gundua uwepo wa mtu aliyekuwa akitambaa kwenye ua la bustani. Na mara baada ya kumwangalia kwa makini aligundua kuwa ni Chingabonge aliyekuwa akitambaa kama mdudu aina ya katapila. Hamza alimuita kwa nguvu, Chinga. Hakuhitaji tochi kumtambua mara moja. Chinga alikuwa katika hali ya uoga kiasi kwamba hata sura yake ilikuwa imezidi kwa nyepesi. Alishia kugeuza kichwa chake akimwangalia Hamza huku akitetemeka. Akauliza, Mr. Hamza, unanitafuta? Hamza akiwa na hasira akauliza, mwache ujinga, Fiona yuko wapi? Ni muda ule ndipo Afande Kiha alifahamu kwamba kati ya walinzi waliokuwa wamepewa jukumu la kumlinda Fiona kuna mwanafunzi wake pendwa aliyekuwa bado hai. Sasa Afande Kiha kwa hofu na mshtuko akamuuliza Chinga kwamba, Chinga, nini kimetokea? Chinga alionekana kufikiria haraka, kisha akatambaa na kushika miguu ya master wake huku akipiga makelele. Akasema kwamba, Master, mimi mwanafunzi wako sina maana kabisa. Yule mtaalamu alifika hapa na kuua wenzangu wote. Mimi peke yangu sikuweza kumzuia kutokana na majeraha makubwa niliyopata. Sister Fiona ametekwa.
Hamza alisema, nini? Eti majeraha makubwa? Hamza alikuwa na hasira kiasi kwamba alishia kumpiga Chinga teke. Basi Hamza akauliza kwamba amekata makalio yako ndio maana hata kutembea huwezi, Hayo majeraha makubwa mbona hatuyaoni? Wenzako wanapambana lakini wewe ukajifanya umekufa, huku kimwangalia dada yako akichukuliwa. Kwa kuangalia tu Hamza alijua ni kipi Chinga alifanya. Ilionekana wazi kuwa hakuwa hata amejaribu kupigana. Alijilaza chini na kujifanyisha amekufa. Sasa Afande Kiha alijua tatizo lilikuwa wapi kwa Chinga. Na alikuwa na hasira kiasi kwamba alimshika ukosi wa shati lake huku akimkandamiza kwa mikono, tena ile mikono akutetemeka. Akamwambia, muovu wewe, kwa sababu nakiogopa sana kifo na umeshindwa hata kujaribu kumwokoa dada yako na wenzako. Leo ngoja nikuwe mwenyewe hapa hapa. Aliongea Afande Kiha kwa uchungu sana. Alikuwa na hasira mno sana. Sasa alijiandaa sasa, maana mdoo alikuwa anapandisha uwezo wa kinishati. Akijiandaa kutengeneza pigo la kukatisha uhai wa Chinga kwa shambulizi moja tu. Chinga uso wake uligeuka wa kijani ndani ya sekunde, huku akimwangalia master wake kwa hofu kubwa na kuongea kwa kujitetea akisema kwamba, master, kuna kitu nafahamu, tafadhali nione huruma. Master akasema, kitu gani unajua? Sema haraka. Chinga akasema, najua ni uelekeo upi mtekaji alikimbilia. Nipo tayari kuonyesha kwa ajili ya kumfukuzia. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, haraka alimfanya Afande Kiha kumwachia Chinga ili aelezee vizuri. Hamza akasema kwamba mwache kuongea kama mjinga bwana. Ni uelekeo gani alikimbilia? Hamza alijua kama mtekaji alitaka kwenda mbali na mateka, basi lazima achague uelekeo mmoja, si kuzunguka na kupoteza muda. Basi Chinga akasema kwamba alielekea upande huo ndani ya dakika moja iliyopita. Kiongozi, hebu ngoja nitajaribu kumfukuzia. Nikimpata nitawashtua kwa simu. Kiha akasema, asante sana Mr. Hamza, na samahani kwa usumbufu. Basi kwa kusema neno lingine halikuwepo. Hamza pale pale mwili wake ulilipuka kwa spidi isiyo ya kawaida na kuacha upepo tu nyuma kiasi cha kumshtua Afande Kiha. Mara baada ya kuona spidi hiyo isiyo ya kibinadamu kutoka kwa Hamza, Afande Kiha alihisi furaha, akiamini kwamba kwa spidi hiyo ni rahisi sana kwa Hamza kumfikia adui. Alishia kumwangalia mwanafunzi wake ambaye hakuthubutu hata kuinua kichwa juu. Kiha akasema kwamba sijui hata nilikuwa nikifikiria nini kukufanya kwa mwanafunzi wangu. Hivi kwa nini unanitafutia lawama za kutaka kukuua wewe? Chinga akasema kwamba, master, punguza hasira master, yule mtu uwezo wake ulikuwa ni mkubwa sana, hata kama ningepambana naye mimi ningekufa tu master. Hivyo tofauti na kufa kiasara, niliona bora hata mimi kujifanya mimi nimekufa kwa ajili ya kuwapasha habari za uelekeo wake. Kiha akasema, kwa hiyo unasema hata baada ya kuona wenzako wakifa mbele yako huko ukijali, si ndio? Chinga akasema, master, mimi niliwaambia wasipigane, wakimbie tu, hawatomweza. Ila wakunisikia na kunibeza kwamba mimi ni muoga. Mimi sikuwa na namna kuwasaidia master. Master, kimantiki mimi sidhani kama kulikuwa na haja ya wao kupigana, ili hali walijua kabisa hawatoshinda. Mimi naona maamuzi yangu ilikuwa ya akili zaidi kuliko yao. Afande Kiha mara baada ya kusikia maneno hayo, hasira zilimzidi. Alitamani kumuua hapo hapo, ila alishindwa bila hata kujua ni kwa nini. Kiha akasema kwamba na utakuja kuniua na hasira wewe. Sasa Chinga naye akauliza, kivipi master? Kiha kwa kufoka akasema, acha kuuliza maswali yako kipuzi mshenzo, nenda katoe ripoti kwa baba. Aliongea kwa kufoka na kumfanya Chinga kuanza kukimbia. Wakati huo ndani ya msitu kuelekea uelekeo wa Njombe, Hamza alikuwa akikimbia kwa mstari mnyofu bila hata kujua ni kwa spidi kiasi gani alikuwa anakimbia. Hata hivyo, baada ya dakika chache aliweza kufika kwenye kijiji. Alipofika na kuangalia nyumba zilizokuwa zimeachana kwa umbali mrefu, alijikuta akisimama na kujiuliza kwamba Fiona amechukuliwa wapi. Hamza alikunja sura, akijiuliza kama huenda alichukua uelekeo usio sahihi. Hata hivyo, tayari alikuwa amefika, hakupaswa kupoteza muda zaidi. Aliingia kijijini na kuanza kutafuta kwa haraka akitumia uwezo wake maalum. Katika moja ya vyumba vilivyokuwa na mwanga hafifu, kulikuwa na harufu mbaya, mchanganyiko wa marashi na vipodozi. Kuta za za chumba hicho zilipambwa kwa magazeti ya wanawake warembo waliovaa nusuchi. Tofauti na kitanda, hakuna kitu kingine cha maana ndani. Juu ya kitanda
Nguo za ndani za wanawake zilikuwa zimetapakaa kitanda kizima. Nyingine zilikuwa zimeanguka hadi uvunguni. Sasa sauti ya kilio ilisikika bwana. Na ilikuwa ni sauti ya kilio cha Fiona kutoka ndani ya chumba hicho. Alikuwa ametupwa juu ya kitanda huku uwezo wake wa nishati ukiwa umefungiwa. Akijisi mnyonge kupita kiasi. Mdomoni alikuwa amewekewa plasta. Hivyo akatoa tu miguno ya kuonyesha hofu, akimwangalia mwanaume aliyekuwa mbele yake. Mwanaume huyu alikuwa amevalia koti refu jeusi, mkononi akiwa na silaha kama kishoka. Alikuwa na nywele nyingi kichwani, ngozi yake ikiwa imepauka kama iliyokosa maji. Macho yake alikuwa na ukatili wa ajabu na alimwangalia Fiona kama anataka kumla. Sasa huyo mwanaume aliongea kwamba, nilikwambia uache makelele yako ya kuguna, la sivyo nitakufanya kama wale wenzako kule. Aliongea mwanaume huyo huku sasa akifungua mlango wa kutokea chumba kingine. Fiona alipoona mili ya wanawake waliolala sakafuni, waliopoteza damu nyingi, pumzi zilianza kumkatika. Ilionekana wanawake hao ndio waliomiliki nyumba hiyo, walivamiwa na kuuawa. Mwanaume huyo alipomuona Fiona ametulia, alisogea na kuondoa plasta mdomoni, akimwachia huru kuongea. Fiona, macho akiwa amejaa machozi, alimwangalia mwanaume huyo na kuuliza kwa sauti hafifu ya kwamba, wewe ndio unaitwa Gwiza? Huyo mwanaume alicheka. Akasema kwamba inaonekana familia yako imeshakuambia kuhusu mimi. Kama ni hivyo basi utakuwa pia unajua kwamba mama yako alikuwa mwanamke wangu, si ndio? Hakuna aliyekuwa kwako. Mama yangu ndiye alifanya maamuzi ya kukubali kuwa na baba. Kama kweli ulimpenda ulipaswa kuheshimu maamuzi yake. Kakimia mjinga wewe. Hivyo unajua nini wewe? Kia alikuwa mshenzi sana. Mzee Mbale yule mkatili alikuwa akiniambia nijitenge na mapenzi. Kumbe alikuwa anamtengenezea mwanae njia kuchukua mwanamke wangu. Jacinta alinipenda mimi maisha yake yote. Mimi nilikuwa mwanaume wake wa kwanza. Unadhani kama si baba yake kumlazimisha Jacinta, mbuzi kama ungezaliwa? Unaongea ujinga. Babangu alimpenda sana mama. Hata baada ya kufariki hakujihusisha na mwanamke mwingine. Alikuwa tayari kulienzi penzi lake kwa mama na kuishi bila kuwa na watoto wengine. Lakini wewe, ulichokuwa kiamini ni kwamba mama anakupenda wewe tu. Hujui mapenzi ni nini. Ndio maana unashindwa kukubali kwamba baba alikushinda na kumpata mama. Maskini wa akili wewe. Mimi nadhani mpaka sasa hujaelewa nani anapaswa kuonewa huruma hapa. Mwanzo mimi sikukuangalia vizuri, ila sasa unaonekana kufanana kila kitu na Jacinta. Licha ya kia kunibia mwanamke wangu, angalau amenilelea binti yangu na kumfanya kuwa Jacinta mwingine. Sasa nitahakikisha unalipa deni la mamako. Fiona baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Gwiza, aliyeonekana kuwa na matatizo ya kiakili, mapigo ya moyo wake yalidunda kwa kasi. Na of course ana matatizo ya kiakili. Maana mambo anayofanya mpaka huruma. Hata hao watu ambao wamefikia kwa hiyo nyumba yake, kuna haja gani ya kuwaua? Si angewateka tu ama angewafunga. Na hapo sasa anataka kumfanya mtoto wake kama mke. Afanye anachotaka. Kwanza Fiona alitamani kukimbia kutoka eneo hilo, lakini mwili wake ulikuwa kama umepooza. Utofauti wa nguvu za nishati kati yake na Gwiza ulikuwa ni mkubwa sana. Na matokeo yake alikuwa amemfunga miguu na kumfanya ashindwe kufanya chochote. Sasa muda huo Gwiza alishia kuondoa koti lilokuwa mwilini mwake na kupeleka mkono wake kushika shingo ya Fiona. Kishindo kizito kilisikika. Pale dirisha la nyumba hiyo ya miti liliporomoka na kudondoka chini kama vile lilikuwa jiwe zito. Mtu aliyeonekana kuingia na dirisha na kutua ndani ya chumba hicho. Kwanza Gwiza ghafla alisitisha alichotaka kufanya na kurudi nyuma. Kisha akamwangalia mwanaume aliyetokea katika hali ya mshangao. Hiyo yote ni kwa sababu hakuweza kuhisia uwepo wa mtu kusogelea eneo hilo. Sasa upande mwingine, mara baada ya Fiona kuona mwanaume aliyeweza kutokea ghafla tu kwenye chumba hicho, alijikuta akipatwa na furaha kiasi cha kuita kwa nguvu, Hamza! Hakuwa kitarajia kwamba mwanaume ambaye hakuwa amemwona kwa siku mbili ghafla tu atatokea kama malaika mwanajeshi wa kuja kumwokoa. Ghafla alikuwa katika hali ya hofu mno, na ilikuwa ni bahati kwamba hakukata tamaa kuendelea kutafuta
katika nyumba hizo mpaka pale alipoweza kuhisia uwepo wa mtu asiye wa kawaida. Kwa kila alichoweza kugundua, kama angechelewa dakika chache tu, matokeo yangekuwa ni hatari mno kwa Fiona. Fiona raundi hii sasa ni raundi ya pili anaokolewa. Ya kwanza ni Herman. Yani alimisi tu kumpindua. Sasa hivi ni baba yake. Sasa Gwiza akauliza kwamba wewe nani? Gwiza alikuwa na uso uliojaa ukatili si wa kawaida. Alishindwa kabisa kutambua kiwango cha mafunzo ya nishati alichokuwa nacho mwamba Hamza, huku moyo wake ukimwambia wazi kuwa bwana huyo hakuwa wa kawaida. Hamza alishia kumpuuza kwanza. Haraka haraka alisogea mpaka kitandani na kisha kumsaidia Fiona kusimama. Pale pale alitumia nguvu ya kusudi na kumuingizia nishati ya mbingu na ardhi, akifungua vituo vya nishati za mwili wake. Hamza alikuwa amepata uelewa mkubwa wa nguvu ya kusudi. Hivyo alikuwa na ufanisi wa hali ya juu wa kutawala nishati za mbingu na ardhi bila hata kuzikusanya. Alikuwa na uwezo wa kufanya mambo yale yale kama akiwa na nishati za mbingu na ardhi hata kabla ya kubadilisha mafunzo. Hata hivyo, namna ambavyo Hamza alikuwa akitumia nishati hizo haikutegemea sana nguvu zake za kiroho. Hivyo mtu wa nje bado angeweza kudhani kuwa hakuwa na mafunzo yote ya nishati. Ni muda huo ambapo Fiona aliweza kuhisi mwili wake ukirudi katika hali ya kawaida. Alijikuta akishangaa na kujiuliza Hamza amewezaje kumfanyia hivyo? Vipi, umeumia? Aliuliza Hamza akiwa na tabasamu la pole, na Fiona kakajibu hapana. Anajibu Fiona huku moyo wake ukipata tulizo na kumfanya avute pumzi ndefu za uweni. Hakuwa anajua kwa nini, lakini hata bila kuelewa uwezo halisi wa Hamza, alihisi hakuna haja tena ya kumwogopa Gwiza kwa uwepo wake hapo. Mara baada ya kuona Hamza hakutoa majibu yote, Gwiza alianza kujaa hasira. Pale pale mwamba Gwiza alichomoa silaha iliyokuwa mgongoni na kuirusha kumlenga kijana wetu Hamza. Kwa namna pekee ambayo Gwiza alitumia kuchukua silaha yake, alionyesha ni kwa kiasi gani alikuwa na msingi mzuri wa mafunzo ya sanaa ya silaha. Hakufanya jambo hilo kwa bahati mbaya wala makosa. Alikuwa na haraka na usahihi wa hali ya juu. Hamza aliweza kuhisi kabisa kuwa mtu huyu alikuwa amefikia kiwango cha ukamilifu wa mwili na nafsi, ukijumlisha na uwezo wake wa matumizi ya silaha. Alionekana kuwa tofauti kabisa na mpiganaji wa kawaida. Sasa Hamza hakutaka kupokea pigo hilo, lakini kwa kuwa Fiona alikuwa kwenye uelekeo wa shambulizi, hakuwa na namna. Pale pale alifanya mkandamizo wa nishati za mbingu na ardhi kupitia makusudio yake, akitumia mkono wake kujaribu kupunguza silaha ile kwa nguvu zote. Sasa kitendo alichokifanya Hamza kilikuwa ni cha spidi mno hata kuliko silaha ya Gwiza, na alifanikiwa kabisa kukabiliana nayo. Basi bwana, sauti ya chuma kugongana na chuma ilisikika na silaha ya Gwiza ilipanguliwa kisawa sawa. Gwiza alihisi kama mkono wake umekufa ganzi. Alipatwa na mshtuko mkubwa na kujiuliza kwamba huyu mtu ni nani? Ana nguvu kubwa kiasi hiki bila hata kutumia nishati. Basi Fiona aliambiwa na Hamza kwamba Fiona, simama na kimbia kutokea eneo hili, niachie huyu mimi. Fiona ambaye uwezo wake ulikuwa umerejea, alisimama haraka na kisha alitumia uwezo wake wa mwanzo wa mafunzo kuruka kutoka eneo hilo kupitia dirisha. Hamza baada ya kuona sasa Fiona ametokomea nje, hakuwa na wasiwasi wowote wa kupambana. Wewe mshenzi, hivyo nani mpaka kuingilia hili? Au unataka kujifanya ni kwamba wewe ni shujaa sana kumwokoa mrembo, si ndio? Hili sio swala dogo. Fiona ni rafiki wa mke wangu na pia nina muunganiko na familia yao. Mimi sijali uhusiano mlionao bwana, ila nakushauri kwa usalama wako potea. Kama unajisiri wa kuniua, basi niue. Afu mbona unaongea sana pumba? Kusikia hivyo, Gwiza alijikuta akizidi kufurika na hasira. Pale pale alipeleka silaha yake ya kishoka kumlenga Hamza. Hamza hakuwa na haraka, kwani alitaka kwanza kujua bwana huyo alikuwa na uwezo kiasi gani katika mapigano ya silaha. Alikuwa na hamu kubwa sana kukutana na mtaalamu anayelingana naye kwa uwezo. Hasa pale pale Hamza alijikopesha kwa kupinda kidogo, lakini wakati huo aliweza kuchomoa silaha kutoka kwenye ulimwengu wa pete. Mara baada ya kusimama vizuri, alikuwa tayari ni kama kuizingatia silaha yake na kupangua ile ya Gwiza. Mara baada ya silaha yake kupanguliwa, Gwiza alijikuta akishangaa na kujiuliza huyo bwana akatoa wapi silaha. Lakini hakuwa na muda wa kufikiria hilo. Pale pale alianza mashambulizi kama dhoruba. Hamza mara baada ya kuona mashambulizi hayo makali,
alishia kuyapangua kwa umakini mkubwa. Licha ya kwamba eneo hilo la chumba lilikuwa dogo mno, alikuja kugundua kuwa silaha kwake haikuwa kifaa tu, ilikuwa na muunganiko na mwili wake. Hakutumia nguvu nyingi kuiendesha, bali alichotaka kutoka moyoni ndicho silaha ilichofanya. Gwiza alikuwa na hasira mno, hasa baada ya kugundua Hamza hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Alishia kujiuliza, au huyu bwana ananikejeli kwa kukosa uwezo wa kimbinu? Basi pale pale Gwiza akasema kwamba mkato nishati ya silaha. Gwiza aliongea hivyo akiacha kupigana moja kwa moja na Hamza na akatumia nishati zake kufanya shambulizi la nishati ya mfyeko. Hamza kuona hivyo hakuwa nyuma wewe, naye aliachia shambulizi la kusudi ambalo lilienda kuvaana na ule mkato wa silaha na kugawanyika vipande viwili. Nguvu ya kinishati ilitawanyika na kutengeneza presha kubwa iliyosambaratisha kabisa ukuta wa nyumba hiyo na kuifanya ianze kuporomoka. Sasa Gwiza alishangaa akasema, wewe una uwezo wa kutumia nguvu ya kusudi? Alishangaa mara baada ya kuona jambo hilo. Alijikuta akishindwa kujizuia na kuanza kushangaa. Hata wewe pia naona una uwezo kama wa kwangu. Umepigana lakini bado hujatumia uwezo wako wote. Aliongea Hamza huku akitabasamu. Ukweli ni kwamba muda huo Hamza hakumuona kabisa Gwiza kama adui wa kupambana naye kwa hasira, bali alikuwa anafurahia mapigano hayo kama kawaida yake. Sasa Gwiza akasema kwamba wewe ni kichaa sana. Hii ndio mara yangu ya kwanza kutana na mtu anayetaka nimuue kwa kunilazimisha. Mara baada ya kusema kauli hiyo, ghafla Gwiza hairudisha kile kishoka mgongoni na kisha kuchomoa upanga. Akaanza kuunganisha nishati za mbingu na ardhi, na kwa sekunde chache tu upanga huo ukageuka kuwa mwekundu kama vile umetolewa kwenye moto mkali. Hamza pale pale aligundua upanga ule haukuwa wa kawaida kwa sababu ya nguvu za nishati pekee, bali ulikuwa na nguvu ya kusudi ndani yake. Alitambua kuwa sababu ya bwana huyo kuwa katika hali hiyo ni kwa kuwa alipata ufunuo wa nguvu ya kusudi akiwa katika hali ya moyo mkengeufu. Falsafa ya ufunuo wa kusudi ni kwamba binadamu wote wanazaliwa wakiwa na nusu ya utu wema na nusu ya uovu. Kwa hali yoyote ile inayomfanya mtu kuegemea upande wowote, asili huupaisha upande huo na kufanya kuwa na nguvu dhidi ya mwingine. Sije tumeelewana? Falsafa ufunuo wa kusudi ni kwamba binadamu wote, mimi na wewe tunavyosikilizana, tumezaliwa katika nusu ya utu wema, nusu ya uovu. Hawa watu wote binadamu wa namna hii wapo dunia nzima. Sasa kwa hali yoyote ile inayomfanya mtu kuegemea upande wote, yani uegemea upande wa wema, uegemea upande wa uovu, asili hiyo sasa, aidha kama utakuwa umeegemea upande wa wema, asili itaipaisha upande huo na kufanya kuwa upande wa wema una nguvu kuliko wa uovu. Kama utegemea upande wa uovu, asili inaipaisha upande wa uovu. Unakuwa yani wewe una roho mbaya kabisa kuliko wema. Ndivyo tunavyokuwa sasa. Kwa lugha nyepesi, si kwamba mtu mwema pekee ndiye mwenye nguvu ya kumzidi yule mwovu. Ikionekana mtu mbaya anashindwa na mtu mwema, basi jua kwamba huyo mtu mbaya hajajifunza ubaya wake vizuri tu, ndio maana ameshindwa. Hivyo ni upuuzi kuamini kwamba mtu mwema amezaliwa kushinda na yule mbaya amezaliwa kushindwa. No, ni juhudi tu za kila mmoja katika kujifunza njia aliyoichagua. So hali hiyo ndio iliyomkuta Gwiza. Wengi ndani ya kambi aliyokuwa nayo hawakuwa na uwezo wa kutosha kuelewa nguvu ya kusudi, kwa sababu kusudi hujengwa kwa imani thabiti, na imani ni nguvu ya asili inayokuza sababu ya kuridhika kwa makusudio yetu. Sasa Gwiza alisema ya kwamba silaha yangu inapoungana na nguvu ya makusudio yangu, lazima damu imwagike. Aliongea Gwiza na pale pale aliinua silaha yake na kumshambulia Hamza kwa kasi. Katika kitendo hicho cha kushambulia, nguvu kubwa ya kusudi iliyobebwa na silaha hiyo ilikuwa ni kama Hamza kudondokewa na wimbi la tsunami ya bahari. Hisia za shambulizi hilo zilikuwa ni za kuogopesha kupita kiasi. Hamza si tu kwamba alihisi hofu, bali pia aligundua kuwa nguvu ya kusudi ya shambulizi hilo ilikuwa ya kuambukiza na haikuondoka hewani mara moja. Yaani ilikuwa ni kama vile ni Hamza anashauriwa kutokupambana bila kusikia neno, athari za nafsi kwa nafsi. Sasa Hamza kupitia hisia hizo aliweza kutambua ya kwamba asili ya nguvu za Gwiza zilitokana na nguvu hasi zilizouvaa moyo wake. Alikuwa akisikia hali ya manunguniko katika nguvu hiyo ya Gwiza, yaani kulalamikia ulimwengu kwa kumsaliti, na ni nguvu pekee asili inayoweza kuponya moyo wake. Sasa shambulizi la kusudi la Gwiza halikuwa katika kukusanya nishati, bali
lilikuwa ni nguvu ya mashambulizi ya hisia ambayo hushambulia nafsi. Sasa Hamza alijikuta akikwepa mashambulizi hayo kwa kurudi nyuma, mpaka alipojikuta akiwa juu ya Gema na akashindwa kuwa na jinsi nyingine ila kurukia chini ya barabara. Gwiza alifuatia. Macho yake yalikuwa kama ya shetani. Ndani ya sekunde chache tu alikuwa ameachia mashambulizi makali yaliyoambatana na makusudio ya moyo wake. Ingawa Hamza aliweza kukwepa mashambulizi hayo, alihisi kama moyo wake ulikuwa umefunikwa na kiwingu kizito kilichompa ugumu wa kufanya maamuzi. Nguvu ya kusudi iliyokuwa imemtawala iliendelea kuchafua akili yake na nafsi na kumfanya kupata hangaiko hadi akajikuta akitingisha kichwa kama aliyeshikwa na pepo. Mara baada ya kuona hivyo, Fiona aliyekuwa akishuhudia kila kitu alijawa na wasiwasi mkubwa. Hamza aliweza kugundua kuwa nguvu ya kusudi iliyokuwa ikisambazwa na Gwiza ilikuwa na nguvu mno. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona kwamba mtu anaweza kutumia nishati za mwili wake kusafirisha makusudi ya moyo wake na kuambukiza wengine. Katika mapigano, msikilizaji, kinachokupa uimara wa kushinda ni usafi wa fikra za mpiganaji. Kama akili yako inapatwa na hali ya mazongezonge, ni wazi kwamba uwezo wako utaathirika pia, kwa sababu uwezo wa mtu upo kwenye mawazo yake. Tunaelewana Kwa hiyo katika hali hiyo, ingawa Gwiza alikuwa katika uwezo wa ukamilifu wa mwili na nafsi, lakini nguvu yake ya kimauaji ilikuwa kubwa kuliko hata Mr. Black ambaye alikuwa na uwezo wa juu zaidi na uzoefu kuliko yeye. Silaha ya kusudi hakika ilikuwa ni ufunuo tofautishi kwa kila mtu, na ni vigumu sana kushindana na mtu ambaye amepata ufunuo wake. Sasa Hamza alipata pressure kidogo, lakini kwa wakati mmoja aliweza kuhisi hali ya furaha. Ukweli ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutumia mbinu yake ya mgawanyiko kumshinda Gwiza kwa pigo moja tu, kama ambavyo alimshinda Mr. Black. Lakini kwa Hamza, hiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kukutana na adui ambaye alikuwa na nishati za mbinguni, ardhi na nguvu ya kusudi kwa wakati mmoja. Hivyo alitaka kushindana kwa kutumia silaha yake ya kusudi ili kushinda nguvu ya Gwiza. Na kwa njia hiyo Hamza angeweza kuelewa zaidi kuhusu nguvu ya kusudi. Yaani kwa maneno mengine, msikilizaji, ni kwamba Hamza alitaka kutumia mbinu moja tu kumshinda adui yake ili pambano liwe la haki. Hamza mara baada ya kugundua kuwa akili yake ipo katika hali ya ukengeufu wa makusudi ya Gwiza, pale alivuta pumzi na kutuliza nafsi yake. Kisha akaanza kuamsha nguvu ya nia yake na kufanya kiwango kikubwa cha nishati za mbinguni na ardhi kumfunika na kusambaratisha kile kiwango cha fikra mara moja. Hamza kuona hivyo sasa hakupoteza muda. Pale akaanzisha mashambulizi kuelekea kwa Gwiza. Gwiza sasa na yeye kuona hivyo hakuwa mzembe pia. Yeye mwenyewe aliongeza nguvu ya nishati yake, huku sasa akiipa nguvu silaha yake ya kusudi na kugongana na nguvu ya Hamza katikati. Sehemu ambayo Gwiza alikuwa amesimama ilititia. Hata hivyo aliweza kwa kiasi fulani kupangua shambulizi la Hamza. Gwiza akasema kwamba naona hauathiriki kabisa na nguvu yangu ya kusudi, si ndio? Hamza akajibu kwamba giza lililopo ndani ya moyo wako kwangu si kitu kabisa kulinganisha na nuru ya moyo wangu. Alijibu hivyo Hamza. Gwiza mara baada ya kusikia kauli ile alishia kubetua midomo yake tu kwa namna ya kikauzu. Pale alipandisha uwezo wake kwa viwango vingine, kisha akapiga sarakasi hewani, huku kwa wakati mmoja akishikilia silaha yake na kuifyatua kwa namna ya kufyeka. Basi Gwiza kwa nguvu akasema, mkato wa mwezi. Nguvu ile ya nishati bwana ilichanganyikana na kusudi, na ilikuwa ni kama vile kipande cha mwezi kilichokuwa kikimsogelea Hamza na kutaka kumkata vipande kwa ukubwa ambao hauepukiki. Sasa mara baada ya kuona shambulizi hilo, Hamza aliipa imani silaha yake. Nia yake ilizidi kutengeneza mtikisiko mkubwa wa mawimbi ya nguvu na kupambana na shambulizi lilokuwa mbele yake. Gwiza ni kama alikuwa na matarajio kwamba shambulizi lake hilo halitakuwa na manufaa, hivyo aliendelea kutuma mashambulizi mengi zaidi kwa kubadilisha mbinu. Basi mara baada ya kuachia shambulizi lile, ni kama vile Hamza alikuwa samaki aliyevuliwa na nyavu za nishati za mbingu na ardhi. Nguvu ya kumkandamiza ilikuwa ikimsogelea, yani ambayo ilikuwa ikimsogelea haikuwa ya kawaida hata kidogo. Hamza aliendelea kuchezesha silaha zake kwa kasi ya juu, lakini alikuja kugundua kwamba ingawa aliweza kwa kiasi fulani kupangua nyavu hizo za kinishati, bado alishindwa kukinga nguvu zilizokuwa zikisambaratika katika kumdondokea. Hamza aligundua kuwa mtego huu wa nyavu za nishati ulikuwa mkubwa mno, kwa sababu Gwiza alimpiga na pigo la nyavu za nafsi. Kwa hiyo alitambua kabisa kwamba mtego huu wa nyavu
ulikuwa ni mkubwa mno na ulimfanya kushindwa kujiokoa kwa haraka. Ni aina ya shambulizi ni aina fulani ya shambulizi ambalo linalojaribu kufunga mawazo ya mtu na kumweka katika hali kubwa ya kukata tamaa. Ni aina ya shambulizi ambalo hukusudiwa kuvua nafsi. Nafsi yako ikishashikiliwa basi ni moja kwa moja kwamba umeshashindwa. Wakati huo sasa walionekana Afande Kiha na Mbale wakifika eneo hilo. Baada ya kuona uelekeo kutokana na mapigano yaliokuwa yakiendelea. Sasa Fiona akaita babu. Aliita Fiona sasa akikimbilia walipo babake na babu yake. Sasa Kiha alimshika Fiona akauliza kwamba Fiona uko salama? Aliuliza hivyo. Na huku akimkagua haraka kuona kama ana majeraha. Fiona kwa wasiwasi mkubwa akasema kwamba mimi niko sawa ila Hamza anaonekana kuwa katika matatizo, yule Gwiza anaonekana kuwa hatari mno. Pale akasema ndio yule mshenzi kweli Aliongea Mbale sasa akingata meno yake, akimwangalia Gwiza akipigana na Hamza. Upande wa Gwiza alionekana kutambua aliwatambua Kiha na babake na alishia kucheka kwa nguvu sana. Alicheka sana. Gwiza akasema kwamba Kiha, wewe mwana haramu wewe, subiri uone. Nikishamuoa mtoto, nitaanza na wewe alafu nitaua kila mtu ndani ya kambi yenu. Kiha alisema kwamba Mr. Hamza ngoja nikusaidie. No, hapana. Hataki mtu yote kusogea katika eneo hili. Kaeni huko mbali. Yaani msisogee kabisa karibu, bado sijapigana vizuri. Hakuna anayeruhusiwa kuingilia ile pambano. Aliongea Hamza haraka akitoa amri. Mara baada ya kusikia kauli hiyo ya Hamza ambaye hakuonekana kuwa na wasiwasi kabisa, wote walijikuta wakishangaa. Sasa Gwiza akasema kwamba wewe mshenzi, yani bado tunajiona na nguvu. Hivi nadhani unaweza kushindana na nyavu zangu za nafsi? Ufunuo wa nguvu zangu za kusudi ni sawa na mateso milioni 1 ya vilio vya watu waliokufa kuzimu. Sasa ngoja nikupeleke kuzimu ujione. Ni kweli msikilizaji, Hamza alikuwa akihisi msisimko wa nguvu za vilio na mateso. Ilionekana giza lililokuwa limetawala moyo wa Gwiza halikuwa la kawaida kabisa, na lilikuwa likimvaa sekunde baada ya sekunde. Master Mbale akasema kwamba huyo mshenzi hakika alikuwa mwanafunzi bora aliyekengeuka. Yaani kaweza kuwa na uwezo mkubwa kisiki. Aliongea Master Mbale akingata meno yake kwa kuona amepata hasara kubwa sana. Kiha akasema kwamba ameweza kupata ufunuo wa nguvu ya kusudi. Aliongea Kiha akiwa katika mshangao mkubwa. Ingawa tokea mwanzo alijua uwezo wake ulikuwa mdogo kulinganisha na Gwiza, lakini bado tu hakuwahi kutaka kukubali. Sasa Fiona akasema kwamba babu tafadhali fikirieni njia dharura, ataweza kumshinda kweli? Mbale akasema sidhani kama anashindwa pambano. Hebu angalia macho ya Mr. Hamza alivyo. Kiha alijikuta akimwangalia Hamza kwa ukakasi. Na pale aliweza kundua ingawa Hamza alionekana kama vile anazidiwa, lakini macho yake yalikuwa na hali ya furaha. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa na hofu. Alikuwa amepigana vita vikali sana nyuma na wewe mwenyewe msikilizaji ni shahidi. Na hata wakati huo ni kama alikuwa akikumbuka njia za safari zote alizopitia. Hajawahi kuyaogopa mateso. Alikuwa na uthubutu wa kukabiliana na majonzi ya kila aina. Hamza alikuwa ameua sana. Mwamba huyo kaua vibaya mno. Na hivyo pia ni mtu ambaye alishinda giza. Hivyo mara baada ya kuona mtu ambaye alikuwa kwenye giza alilolipitia yeye, mawazo ambayo Gwiza alijaribu kumwambukiza hayakuweza kufanikiwa kwa sababu Hamza mwenyewe alishawahi kulishinda giza kitambo. Kwa sababu ni mawazo yaliyowahi kuwepo na akayashinda. Ni sawa na kumwambukiza mtu kirusi ambacho amekwisha kuugua na akapona. Hivyo mwili wake tayari una kinga. Kwa upande wa Gwiza hakujua kwamba Hamza alikuwa na historia ndefu ya maisha magumu ya nyuma. Hivyo alidhani kwamba nguvu hasi anazojaribu kumwambukiza Hamza ni mpya kwake na zitachukua nafasi. Katika kiini cha ndani cha moyo wa Hamza kulikuwa na sauti iliyokuwa ikimwongelesha. Silaha iliyokuwa mkononi mwake ilikuwa ikitii sauti hiyo. Kwenye ulimwengu wangu hakuna kujisalimisha zaidi ya kutawala na kutawala. Nguvu ya kusudi langu ni kubwa ipitayo makusudi yote. Hiyo ndio sauti ambayo ilikuwa inasikika. Macho ya Hamza yalichanua. Silaha yake ilidhihirisha utashi na nia ya moyo wake, huku asili ikimfagilia kwa kumpatia zawadi ya nishati. Hamza alinua upanga wake na kisha kufyeka katika pembe ya mduara. Nguvu hiyo ya kusudi ilionekana wazi, ilikuwa ni kama kimbunga kilichobeba
na kuharibu kile kilichokuwa kwenye njia yake, ikiwemo nguvu ya zile nyavu. Sasa Gwiza alijikuta akiwa katika hali ya hangaiko. Kabla hata hajajua nini kinatokea, silaha ya Hamza ilikuwa mbele yake. Muda huo alimuona Hamza kama malaika wa Mungu aliyekuwa akimshushia nguvu za kiroho zisizovumilika katika kumsambaratisha vipande vipande. Asa Gwiza alijikuta kisi kabisa hana uwezo wa kushindana na nguvu hiyo. Alishia tu kuinua silaha yake akijaribu kupangua. Ilikuwa ni sauti iliyosikika tu kama ni kama kugongana fulani hivi kwa mapanga. Silaha iliyokuwa kwenye mikono yake ilifyatuliwa na kupaishwa kwenda mbali. Hamza mara baada ya kuona nguvu yake kusudi imeweza kudhibiti nguvu ile ya nyavu ya nafsi, pale pale alishusha pigo lingine na kwenda kufyeka mkono wa kulia wa Gwiza. Gwiza alitoa kelele mkali wa maumivu wakati akishuhudia mkono wake ukidondoka chini. Isipokuwa kwa umbali, wale waliokuwa wamesimama walijikuta wakiwa katika hali ya hamaniko kubwa. Walishindwa kuamini kama Hamza ameweza kumdhibiti Gwiza kwa pigo moja tu. Kiha na Mbale walijikuta wakiangalia tukio hilo huku jasho la ubaridi likiwaathirika katika migongo yao. Kwa umbali tu waliopo, waliweza kuhisi nguvu isiyo na kifani iliyokuwa ikitiishwa na Hamza. Hawakuweza hata kuona spidi yake ilivyokuwa, lakini waliweza kushuhudia matokeo ya ukubwa wa nguvu zake. Hamza alisema kwamba Mzee Mbale, mimi nimeshatosheka, palipobakia na wachia mpamalizie wenyewe. Aliongea Hamza pasipo kumwangalia kwa mara ya pili Gwiza. Sasa Mbale akasema kwamba shukrani sana Mr. Hamza, kama isingekuwa uwepo wako, hatujui ni watu wangapi wa kambi yetu tungewapoteza. Hamza akasema nguvu ya kusudi ni matokeo ya asili, kutochagua kipi ni uovu na kipi ni wema. Ufunguo pekee wa kufunga na kufungua ni moyo wa mtu. Kwa hiyo inasikitisha mtaalamu mkubwa kama huyo kufunikwa na giza la uovu. Alongevo Hamza, Afandekia na Mbale wote walitingisha kichwa. Waliona kwamba maneno ya Hamza yalikuwa ya busara. Fiona alijikuta akimwangalia Hamza kwa namna isiyo ya kawaida. Ni sekunde hiyo tu, umaridadi wa Hamza kufanya shambulizi ulimfanya mrembo huyo kukosa kabisa pumzi na kuwa hoi bin tabani. Hamza aliweza kuona macho ya Fiona sio ya kawaida, na alishindwa kujizuia kuuliza kwamba Fiona uko sawa? Fiona alijikuta akishia kuguna tu na akirudi katika uhalisia wake, huku akijihisi joto likimvaa. Alishia bila kujielewa akishika nywele zake na kuzichezesha kama msichana anayetongozwa. Alijibu niko sawa, ndio mara yangu ya kwanza kukuona ukipigana kwa nguvu zako zote. Sijategemea kama utakuwa na nguvu kubwa kiasi hiki. Unajua mna kuficha uwezo wako. Mzee Mbale akasema kwamba wewe msichana una mawazo ya kijinga sana. Mr. Hamza ameshajua hadi mbinu yetu ya silaha ya hiari. Yaani kwa ufupi wewe ulikuwa ukicheza na master wa mapigano. Aliongea Mzee Mbale. Fiona akasema sasa babu, mimi uwezo wangu ni huu mdogo mno. Sasa mimi ningejuaje naongea na master? Basi upande wa Gwiza muda huo alikuwa akichechemea, huku eneo la bega lake likitoa damu nyingi. Hata hivyo hali ya uovu katika macho yake haikuwa imepotea. Akasema kwamba nyewe wazee mnabati sana. Huyo kimbelembele amewasaidia, lakini msije kudhania kwamba hata nikifa leo mtaendelea kuwa salama. Mara baada ya kuongea vile, aliinua kichwa chake juu na kisha akaongea akasema kwamba Jacinta mpenzi, nakuja sasa kuungana na wewe. Mara tu baada ya kumaliza kauli ile, alipiga paji lake la uso. Afandekia akasema hapana. Alikuwa Afandekia ambaye alitaka kujaribu kumzuia. Hata hivyo alikuwa amechelewa. Kiha alitaka kujua nini maana ya maneno yake, kwamba Jacinta mpenzi nakuja sasa kuungana na wewe. Kwa Kiha, licha kwamba Gwiza alikuwa adui yake, lakini hakuwa akimchukia. Afistoshe ni mtu aliyesoma naye na kukua pamoja, na ilikuwa pengine ni makosa yake kwa kumchumbia mwanamke aliyekuwa akimpenda. Hamza alishia kumuonea huruma Mzee Kiha aliyekuwa katika huzuni. Hata hivyo yeye alikuwa katika umakini wa kutafakari maneno ya mwisho ya Gwiza. Alijiuliza alimaanisha nini kusema hata kama yeye akifa bado hawatakuwa salama. Sasa Mzee Mbale akasema kwamba Kiha, chukua mwili wake na tutarudi nao kambini. Tunapaswa kutoa maelekezo kwa ndugu zetu na pia kuangalia kama kuna mtu anashirikiana naye. Na hisi mtu ambaye amejificha kwa muda mrefu na ghafla tu kujitokeza. Kwa hiyo sio swala la kisasi pekee. Pengine kuna sababu kubwa zaidi nyuma yake. Aliongea Mbale. Afandekia alishia kutingisha kichwa.
Kisha akainua mwili wa Gwiza na kuweka begani pasipo kuijali damu, na safari ya kurudi kambini ikaanza. Mara baada ya watu hao kurudi kambini, watu wote wa kambi walikuwa macho, wamejikusanya pamoja, na Mbale alichukua nafasi kuelezea kile kilichotokea. Watu wote walionyesha shukrani zao kwa Hamza kwa kuwasaidia kumdhibiti adui huyo mwenye nguvu, na hata kumwambia Hamza kuwa mgeni wa kudumu wa kiushirika na kambi hiyo. Sasa Hamza mwanzo alitaka kukataa, lakini mara baada ya kuona matarajio chanya kwa watu hao, walishindwa kujizuia Hamza mwenyewe alishindwa kujizuia na kukubali kupokea cheo hicho cha mgeni wa kudumu. Mara baada ya hatua hizo za tatizo kumalizika, Hamza na Fiona wairudi katika vyumba vyao. Fiona akasema kwamba asante sana kwa kuniokoa leo, nashindwa hata kujua namna kukulipa. Aliongea Fiona aliyeshusha kichwa chake chini, akiongea kwa sauti ya upole. Hamza alihisi sauti ya Fiona imezidi kuwa nyororo kuliko mwanzo. Na alishia tu kutabasamu. Tunajua kitakachofuata hapa. Malipo ya kusaidiwa ni So Hamza alisema ya kwamba nimefanya nilichopaswa kufanya Fiona, kwa hiyo usijali kuhusu hili. Fiona akasema huna haja kuniita kwa sauti ya heshima bwana. Mimi niite tu Fiona kwa hali ya kawaida. Alafu isitoshe tumefahamiana kwa muda sasa, kwa hiyo na tuna tofauti mkubwa wa umri kati yetu. Hamza akasema haina shida Fiona. Basi wawili hao waliweza kufika kwenye milango ya vyumba vyao. Hamza akili yake ilishindwa kujizuia kuvutiwa na mawazo ya muonekano wa Fiona akiwa anaoga. Alafu kujumlisha sana mabadiliko ya Fiona, Hamza alikuwa na hofu kubwa kwamba anaweza kushindwa kujizuia kwa muda mrefu. Sasa alijiuliza ya kwamba mke wangu aliniamini kumsindikiza rafiki yake kuja kwao, lakini nikamka naye kitanda kimoja, akijua nitaonekanaje kwa mfano. Sitakuwa ni aibu, na atanichukuliaje? Hamza alijiuliza hivyo. Sasa wakati huo Fiona akajibu ya kwamba Hamza, asante sana, mimi nitaenda kuoga kwanza alafu nipumzike, kwa hiyo na usiku mwema. Hamza mara baada ya kuambiwa hivyo alijiambia kwa nini huyu mwanamke anamtega kwa kumwambia anaenda kuoga. Hata hivyo ni matendo yake yanayotafsiri kauli hiyo kama mtego. Mara baada ya kuingia kwenye chumba chake, Hamza alishia kukaa kitandani. Hakuwa kabisa na mudi ya kulala wala kufanya mazoezi. Alishia kusubiri kwa dakika chache. Na kweli alishia kusikia tu kumwagika kwa maji upande wa pili, akajiambia kwamba nimeshaona mara mbili, haitakuwa dhambi nikiangalia tena. So Hamza kama kaida yake alisimama na kutembea taratibu kama anemfuatilia sungura bwana. Akasogelea tundu lake vizuri. Hamza akaanza ya kwamba wow, virutubisho vya macho. Mara baada ya kuangalia kwa dakika kama 7 hivi. Sasa Hamza akiwa anafurahia sana sinema ya siri, mara simu yake ililia kwa nguvu kiasi cha kumfanya karibu atoe sauti ya mshangao. Kama kuna gap la kunifanya kuona upande wa pili, sinamaanisha na sauti ya simu pia inapenya, na kwa namna hiyo si itaonekana kabisa nilikuwa nikichungulia. Basi Hamza baada ya kujiuliza hivyo haraka alitoa simu yake na kukimbia kutoka kwenye bafu hilo na kuipokea kwa haraka. Hello. Hamza aliongea huku wakati huo akiangalia uelekeo wa chooni kama vile atasikia sauti ya Fiona. Abi, unafanya nini wewe? Upande wa pili alikuwa ni wifi yetu, dada yetu, shemeji yetu Regina. Sauti iliyosikika kama kinobe. Ndio mke wangu. Nilikuwa nikichukua mazoezi hapa. Aliongea Hamza kwa sauti ya juu, akifanya hivyo ili Fiona upande wa pili asikie. Ndani ya jumba la kifahari ndani ya nchi ya Umoja wa Nchi za Kiarabu UAE, ndani ya jiji la bata duniani yani Dubai, alionekana mwanamke aliyevalia vazi la uhudumu akiingia kwenye ukumbi uliojaa thamani za kifahari kwa namna ya hatua hafifu, kana kwamba hakutaka kusumbua masikio ya mtu aliyekuepo ndani ya eneo hilo. Katika eneo la kutokea nje ya ukumbi huo kulikuwa na bwawa la kuogelea ambalo limemwagiwa maua ya roses na kufanya harufu yake kuwa nzuri mno inapozifikia pua. Kando ya bwawa hilo la kuogelea alionekana mwanamke mrembo sana aliyekuwa amekaa kando ya bwawa hilo, na ukweli ni kwamba huyu mwanamke licha ya sura yake kutokuonekana, lakini nywele zake ambazo zilikuwa zimesambaa mgongoni na ngozi laini ilifanya tu kuwa
na makisio ya 90% kwamba ni mrembo. Lakini kubwa zaidi si urembo tu, kwa kuangalia huo mgongo wake na mapozi yake ilionyesha fika hakuwa mwanamke wa hadhi ndogo. Alionekana kuwa ni mwanamke ambaye pengine ana madaraka makubwa sana. Sasa yule mhudumu katika mavazi ya zambarau alipiga magoti nyuma ya mgongo wa mwanamke huyo. Kisha akainamisha kichwa chake chini kwa namna ya heshima kubwa na kisha akasema, Lord of Death, Gwiza is dead. Aliongea kwa lugha ya Kiingereza akimuita mwanamke huyo kama bwana wa kifo na kumpasha habari kwamba Gwiza amefariki. Mwanamke huyo ambaye hakutingisha hata kidogo kichwa chake, hakugeuka na alionekana kuwa kimya kwa dakika kadhaa, kisha akasema ya kwamba kuna mtu yote ndani ya kambi ya nyumbani tu anayeweza kumshinda Gwiza. Akasema ya kwamba Gwiza hakuuliwa na mtu wa kambi ya nyumbani tu, lakini Lucifer ambaye anaishi Tanzania kwa sasa inaonekana alikuwa kambini hapo. Hatujapata sababu kwa nini anaishi ndani ya kambi ya nyumbani tu kwa sasa. Gwiza alikuwa katika misheni yake ya kutaka kuchukua hatua, lakini alikamatwa na Lucifer na baada ya kukatwa mkono mmoja alishia kujiua kwa nguvu zake za kinishati. Mara baada ya mwanamke yule kusikiliza ripoti hiyo kutoka kwa mhudumu, yule mwanamke aliyeitwa bwana wa kifo alishia kutoa sauti ya ni sauti ambayo haikuashiria kama alikuwa amekasirika au la. Sasa bwana wa kifo akasema ya kwamba kama amejua kuna swala la kujitoa uhai, basi ni swala zuri. Unaweza kuondoka na hakikisha unawataarifu wengine watulie kwanza na kuhakikisha Gwiza hajaacha viashiria vyovyote vya kitaarifa. Ndio tutaweza kupata nafasi nzuri ya kupanga hatua inayofuata. Aliongea bwana wa kifo kwa sauti ya upole lakini yenye kuvutia. Sasa yule mhudumu kwa unyenyekevu mkubwa akasema, sawa, mimi mtumishi wako ninaondoka kutekeleza sasa hivi. Kisha alitembea kimya kimya akiogopa kumsumbua bwana wake. Mara baada ya kuonekana eneo hilo limetulia kabisa na kuachwa mtu mmoja tu, yani yule mwanamke wa kifo, sauti yake ilisikika ikiongea kwamba, Lucifer, ni wewe Hamza? Msikilizaji, mpaka dakika hii unadhani huyu mwanamke atakuwa ni nani? Siishi hapa, tunasonga mbele. Usije ukasema kwamba ni mama yake Hamza. No, tunaendelea mbele. Huyu bwana wa kifo ni Anabala. Sasa tulikatiza mazungumzo ya Hamza na Regina tukiwa tumekuja huko Dubai kuona ya kwamba huyu bwana wa kifo akipewa taarifa kwamba Gwiza amefariki. Sasa turejea huku kwenye mazungumzo ya Regi na Hamza. Regina mara baada ya kusikia jibu hilo la Hamza alishia kutoa sauti ya kwamba Habi, alafu siku hizi ni kama unitaki. Ni siku nyingi sana tu hujanipigia simu eti. Kwa nini sikutaki mke wangu? Ni kwamba tu nilikuwa milimani huko nikijifunza mafunzo ya mapigano na hakukuwa na mtandao. Mimi najuaje kama unachongea ni kweli? Unaweza pia ukao umejipatia mrembo huko na amekusaulisha kuhusu mimi. Wife, usifikirie mbali sana bwana. Kesho mimi nitarudi. Hii sehemu nishamalizana nao kwa kujifunza kila ambacho nilitaka kujifunza. Wow, kweli kesho narudi? Kwa nini unafurahia hivyo? Kuna nini huko nyumbani hiyo kesho? Kesho naenda kuhudhuria kilele cha mkutano wa wafanyabiashara nchini. Ni tukio linaloitishwa na serikali. Hivyo viongozi wengi wa juu na wafanyabiashara wakubwa nchini wanahudhuria. Mara nyingi kwenye hili tukio wafanyabiashara wanafika na wenza wao. Mara mwisho nilienda mwaka juzi, ila mwaka jana sikuhudhuria. Naona kama sitakuwa na mtu wa kwenda naye sitakuwa na mtu wa kwenda naye tena awamu hii. Ni heri nisishiriki tu. Kwa hiyo mke wangu, unataka ni kuwafanya watu wengi sasa hivi wajue uhusiano wetu, si ndio? Haijalishi watajua ama vipi. Isitoshe, kikao hiki ni cha watu wa juu wa serikali na wafanyabiashara, hivyo taarifa binafsi hazisambazwi mitandaoni. Lakini pia tumefunga ndoa kwa karibu mwaka sasa. Ni wakati sasa watu wakijua uhusiano wetu. Hamza aliishia kutabasamu tu. Alifikiria kidogo na kuona si tatizo kwake. Hata kama wakijua, kwanza si mtu wa kujali watu wanaongelea nini kuhusu yeye na uhusiano wake. Habi, afu vipi kuhusu Fiona huko? Hajagombana na familia yake? Hamza muda huo alikumbuka hakuwa amekaa chini na kuongea na Fiona kuhusu mipango yake hapo nyumbani. Hivyo alishia tu kusema kwamba nitamuuliza kesho. Wewe, kwa nini uko hivyo lakini? Haonyeshi kujali kabisa. Mimi niliwasiliana naye, akasema kwamba anataka kurudi Dar na kuendelea na kazi zake haraka iwezekanavyo. So kama upo tayari kumsaidia, jaribu kuongea na familia yake, usimwekee pingamizi. Hamza mara baada ya kusikia hivyo
Alifikiria na kuona swala hilo ni la kifamilia zaidi na analiingiliaje. Hata hivyo alikubali tu asimfanye mke wake kujisikia vibaya. Mara baada ya kukata simu, aliweza gundua sauti za kumwagika maji kutoka bafuni zilikuwa zimeacha, ikiashiria kwamba Fiona amekwisha kumaliza kuoga. Hata hivyo hakujali sana, akiamini Fiona hakuwa amegundua kuhusu tabia yake ya kumchungulia. Hivyo alishia kuvuta pumzi kubwa na kisha akaongea mwenyewe. Akasema ngoja nilale kwa mara ya mwisho kwenye hiki chumba, kwenye hiki kitanda cha nyumbani tu. Basi Hamza aliweza kulala mpaka asubuhi ya siku iliyofuata. Mara baada ya kusafisha kinywa na kunawa uso, alitoka kwenye chumba chake. Ile anatoka, ilionekana kuwa Fiona alishamsikia. Hivyo alifuatia kutoka pia. Hamza akasema kwamba Fiona, najiandaa kurudi da leo. Mke wangu ananihitaji tuende naye kwenye mkutano wa wafanyabiashara. Aliongea Hamza mara baada ya salamu, akiingia moja kwa moja kwenye mpango wake. Mara baada ya kusikia hivyo, Fiona hakuonekana kushangaa, akasema kwamba anafahamu, niliambiwa na Regina wakati nilivyokuwa nikichat naye WhatsApp jana usiku. Aliniambia nataka urudi. Hivyo aliniuliza kama anaendeleaje. Inaonekana mkeo kakumisi sana. Ya, ndio, mimi ndiye uti wa mgongo wa familia yangu. Hivyo kutokuwepo kwangu kunatengeneza gap. Haya, vipi wewe umemisi ama? Ndio, nimemisi sana. Kwa hiyo unaondoka saa ngapi sasa? Unaenda na ndege asubuhi hii au ya mchana? Nitaondoka haraka iwezekanavyo baada tu ya kifungua kinywa. Afistoshe, sina kingine cha kufanya hapa. By the way, wewe ratiba zako ziko vipi? Yaani unarudi da pia au bado upo hapa? Mimi nataka kurudi pia, lakini baba na babu wanataka kwanza kunionyesha baadhi ya wanaume wa kabila letu bila kuonana nao wote. Mimi sidhani kama wataniruhusu niondoke. Ya, ni heri ukiwaona pia kuliko kulazimishwa ndoa. Kama ukiona hakuna anayekufaa hata mmoja, unaweza kukataa tu na kurudi kazini kuendelea na majukumu yako. Ya, ndio hivyo. Kwa mimi nitafanya tu kile wanachotaka kwanza. Wakikosa mwanaume mwingine wa kunitambulisha, basi mimi narudi zangu kuendelea na kuigiza filamu. Basi wakati wakiongea, walikuwa wakitembea na waliweza kufika kwenye ukumbi wa chakula. Mara baada ya Hamza kusalimiana na Mzee Mbale na Afande Kiha, pale alichukua fursa hiyo kuelezea mpango wake wa kuondoka siku hiyo. Ingawa wazee hao walitamani kumuona Hamza akiendelea kubakia hapo na kujifunza vitu vingi kutoka kwao, walijua Hamza ni mtu wa familia, hivyo asingeweza kuendelea kubakia hapo. Basi Afande Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, nina ombi kubwa kwako, natumaini utakubaliana nalo. Hamza akasema kwamba ongea tu kiongozi, kama nitaweza kukusaidia basi nitakusaidia. Basi pale Afande Kiha aliita mmoja wa wanafunzi walio karibu na kumpa maagizo ya kwenda kumuita Chinga. Chinga alikuwa bado amelala kivivu, akiwa amejifunika na blanketi kabisa. Mara baada ya kuburuzwa mpaka kwenye eneo hilo, bado alionekana wazi alikuwa na usingizi. Sasa Chinga huku akipiga miayo akasema kwamba master, wewe umeniamsha mapema leo master. Master, sina ratiba ya mazoezi ya asubuhi master. Sitoshe pia na maumivu ya mwili kwa majeraha jana master. Afande Kiha alishia kutingisha tu kichwa chake huku akitoa pumzi ya masikitiko, huku akimwangalia Hamza. Sasa Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, huyu mwanafunzi wangu bwana amenishinda kabisa kumfundisha. Tafadhali sana, kama utojali, naomba ondoke naye awe chini ya usimamizi wako. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, kidogo tu apaliwe na chakula, huku akiwa na muonekano kama vile alikuwa hajasikia vizuri. Upande mwingine Chinga alikuwa katika hali ya mshangao, huku macho yake yakichanua na usingizi kupotea pale. Hamza akasema kwamba kiongozi, nadhani utakuwa unatania Yaani kwa nini unataka kunipa mwanafunzi wako awe chini yangu? Aliongea Hamza huku akitamani kulia, lakini hakuna machozi yaliyomtoka. Sasa Fiona alicheka akasema kwamba baba, uko vizuri kwenye kugawa majukumu yako kwa wengine. Huyo Chinga sio kama haujajitahidi, ni kwamba tu yani hakutaka kukusikiliza. Ila sasa hivi unambebeshea Hamza mzigo. Isitoshe pia wanaonekana kulingana umri kufaa kuwa mwalimu na mwanafunzi. Basi Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, naona hata soni kukuomba kuhusu hili, lakini sababu ya mimi kufikia maamuzi haya ni kwa sababu unao uwezo wa kumfanya huyu mtu kukusikiliza. Alafu pili, nakubali kwamba sina uwezo kutosha kama mwalimu. Ukweli ni kwamba mpaka sasa mimi sina kingine nilichobakiza kumfundisha huyu mtu. Ingawa kweli Chinga ni mvivu na ni muoga, bado ni mtu mzuri na uwezo wake wa kujifunza na kuelewa kitu ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini kama atakuwa chini yako na kupokea mafundisho sahihi, basi atakuja kuwa vizuri sana. Akiendelea kubakia hapa msituni ataishia kuwa mvivu tu na kupoteza kipaji chake. Na mimi kama mwalimu nitaishia kujilaumu
kwa uwezo wangu mdogo. Kwa hiyo naomba tu mchukue, maana mimi sina ninachojua chochote juu ya kumfundisha. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alionekana kuelewa. Ilikuwa ni kweli kwamba Chinga alikuwa na uwezo wa akili na kipaji kikubwa kuliko hata Afande Kiha mwenyewe. Sasa Hamza akasema kwamba kiongozi, mimi na mambo mengi sana nafanya. Wasiwasi wangu ni kwamba nikiondoka naye, nitakachoweza ni kumpa sehemu ya kuishi na kazi ya kufanya. Lakini kumwangalia kwa karibu sidhani kama nitaweza. Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, mimi naamini kwa chochote kile utakachomtaka afanye, ni bora zaidi ya yeye kuendelea kubakia hapa mlimani na kuishia kulala tu, si ndio? Basi Hamza kusikia hivyo, hakujua cheke malia. Hata hivyo aliona ilikuwa ni kweli. Hamza akasema kwamba bonge, vipi upo tayari kuondoka na mimi kwenda mjini? Chinga kwa msisimko mkubwa akasema kwamba nipo tayari. Ukweli yani nishafikiria kuhusu hilo kwa muda mrefu sana, nipo tayari. Baada ya Chinga kusema hivyo, sasa muda ule alijua kwamba alivyoongea haikuwa sahihi mbele ya master wake. Hata hivyo alijifanyisha kujitia huzuni. Akasema ni kwamba tu mimi sikuwa tayari kuacha master na ndugu zangu wengine hapa kambini. Hata hivyo sisi wanaume tumeambiwa kuondoka kujitafutia changamoto. Kwa hiyo mimi naona kama nikiendelea kukaa hapa kambini haitakuwa vizuri kwangu pia. Hey Chinga, hebu acha kuzunguka basi na porojo zako. Mr. Hamza, sio porojo, mimi naongea ukweli. Kwa nini nimesema unaongea uongo ama? Hamza aliongea hivyo, akajiambia kwamba huyu mshenzi hajui hata kuigiza kabisa. Chinga alishia kunyamaza tu kimya na kuacha kuongea. Wewe Chinga, kama umekubali kwenda na Mr. Hamza mjini, basi unapaswa kumsikiliza kwa kila atakachokuambia. Kama akikupa adhabu ti, akikupiga kubali kupigwa. Nikisikia tu umemkosea heshima hata kwa neno moja, nitakuja kukuvunja miguu na kukurudisha hapa. Master, Mr. Hamza ni mtu na nusu master, kivipi mimi nimkosea heshima? Kiha, hebu acha kumongelea zaidi bwana. Mimi naamini akiwa chini ya Mr. Hamza hawezi kuwa mzee tena bwana. Aliongea Master Mbale. Kwa maneno hayo ni kama swala hilo lilikuwa limeisha na Chinga alikuwa anaondoka nyumbani tu. Ukweli ni kwamba kambi hiyo bwana ilikuwa na msemo wao maarufu kwamba yoyote apandaye mlima lazima afikie muda wa kushuka. Hivyo kwao, ukiingia kambini hapo na kuwa mwanafunzi, ni sana kupanda mlima, na kushuka ni wakati wa kutoka na kwenda kujitegemea sehemu nyingine. So ilikuwa ni ngumu kwa Chinga kuficha furaha aliyokuwa nayo. Kila alipofikiria kuhusu mji wa Daa ulivyokuwa bize, alijiambia anakwenda kukutana na wanawake warembo wenye utelezi original kabisa. Tena nakutana na wanawake warembo kuzidi aliyowahi kuwaona na kuwa na maisha ya furaha na milele. Sasa Hamza upande wake alikuwa akijua fika ni kipi Chinga anafikiria muda huo. Alijua kabisa Chinga anawaza utelezi original, lakini alishakujiambia kwamba ngoja afurahi tu, ila akifika mjini atajutia kwa nini hakubakia hapo kambini. Basi baada ya chai wote waliondoka kwenda kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Hamza yeye hakuwa na cha kujiandaa zaidi tu ya kumsubiria Chinga. Basi Afande Kiha akasema kwamba Chinga, hii itakuwa silaha yako kuanzia sasa. Anaongea Afande Kiha aliyekuwa amesimama na baadhi ya watu wa kambi waliokuwa wakiagana na Hamza. Chinga akasema kwamba master, lakini si tayari nina silaha yangu? Akaambiwa kwamba hiyo ni silaha uliyokuwa nayo kwa ajili ya kujifunzia mapigano tokio ukiwa mdogo. Nimekuchagulia nyingine inayoendana na unako kwenda. Chukulia kama zawadi yangu kwako kama mwalimu. Basi Chinga alishakupokea silaha ile. Hakuwa hata na haja ya kuikagua, kwani kutokana na uzito wake tu alijua lazima ilikuwa imetengenezwa kwa madini imara ya chuma. Mwanzoni alikuwa na furaha, lakini mara baada ya kupokea silaha hiyo, ghafla alijikuta akishikwa na wimbi la huzuni. Uso wake uliojaa mafuta ulishia kusinyaa na machozi yakaanza kujitokeza usoni. Chinga akasema kwamba master, kwa nini unashindwa kuvumilia kuondoka? Macho ya baadhi ya wenzake ndani ya eneo hilo yalionyesha huzuni pia. Baadhi ya wanawake waliokuwa ni wanafunzi wanaonekana kuwa na huzuni kupita kiasi. Ingawa kweli Chinga alikuwa mvivu na tabia zake zisizoeleweka, lakini ndiye mtu pekee aliyekuwa akichangamsha kambi hiyo na kuifanya ionekane kama nyumbani zaidi. Hii ipo hata maeneo mengi ya maofisi. Kuna mtu ni mvivu sana, yani ni mvivu kazini, lakini ndio kichangamsho cha ofisi ni mtu ambaye kwa chami, ila kwenye kazi ni mvivu bala. Lakini akishaingia kazini mtacheka, mtafurahi hivyo. Basi Kiha akasema kwamba wewe ni kijana mwenye kipaji kikubwa kati ya vijana wote waliowahi kuwa chini yangu. Kwa hiyo unaweza usiwe na ndoto kubwa za kimaisha, lakini naamini ukiwa chini ya Mr. Hamza utakuja kuwa mpiganaji hatari wa kujitegemea. Chinga akasema nitafanya kazi kwa bidii master. Aliongea Chinga huku akifuta machozi na kupiga salute.
Hamza aliyekuwa pembeni alishindwa kujizuia kutoa tabasamu. Alishindwa pia kuzuia kumbukumbu ya mara ya mwisho alivyoagana na master wake Mr. Black kule Japani. Sasa Master Mbale akasema kwamba nadhani ni muda sasa, Mr. Hamza, kambi yetu itakukumbuka na itakumbuka mchango na ukarimu wako mkubwa ambao umeweza kutuonyesha, na kumbukumbu zetu zitakuwa ni milele. Anaongea Master Mbale huku akimpa Hamza mkono wa kwaheri. Hamza alishia tu kutingisha kichwa, kisha alipokea mkono ule na kuaga. Wakati yeye na Chinga wakijiandaa kuondoka eneo hilo, ghafla Fiona alimkimbilia Hamza na kusema kwamba Hamza, nina kitu nataka kukuambia. Hamza alishia kushangaa tu na kujiuliza kwa nini hakuongea muda wote huo na sasa anataka kuongea wakati wanapoondoka. Sasa Fiona alimsogelea, akaweka mdomo wake karibu na sikio la Hamza, kisha akaongea kwamba did you enjoy it? Aliongea Fiona kwa Kiingereza. Did you enjoy it? Akimuuliza Hamza kama alifurahia. Hamza alihisi fuvu lake likimuasha huku miguu na mikono yake ikikamaa. Ni kama vile alikuwa amemwagiwa tindikali na kufanya uso wake kuwa mwekundu, akitamani kukimbia kwa hofu. Mara baada ya kuangalia muonekano wa Fiona uliokuwa katika hali ya uchokozi na kauli aliyoitoa ya did you enjoy it, Hamza alishindwa kuzuia moyo wake kudunda kwa kasi. Fiona alishia kutoa kicheko na kisha akaondoka kwa kukimbia bila ya kuongea neno lingine zaidi. Hata hivyo Hamza alikuwa na maswali mengi. Kauli hiyo ilikuwa ikimaanisha nini? Au kwa sababu mwanamke huyo alikuwa akijua kuwa alikuwa anamchungulia? Sasa Chinga akauliza kwamba Mr. Hamza, Sister Fiona amekuambia nini kwani? Hamza akasema yeye mkaa kimya bwana, naanza kukimbia. Hamza alikuwa katika hali ya aibu. Alitamani kutoweka hapo kambini haraka iwezekanavyo. Vinginevyo kama Mzee Kiha atajua kinachoendelea, itakuwa ni jambo baya. Sasa mara baada ya kufika barabarani, walichukuliwa na usafiri maalum wa gari la kambi na kwenda moja kwa moja mpaka Iringa mjini kisha hadi uwanja wa ndege. Kwa mtu wa nje unaweza kudhani kambi hiyo ilikuwa ya kitamaduni tu na maisha ya kawaida, lakini ilikuwa ni kambi yenye pesa nyingi. Walikuwa na utajiri mkubwa karibu na maeneo ya Njombe na Iringa mjini. Hivyo hata Hamza na Chinga walikuwa tayari wamekatiwa tiketi na walipatiwa mara tu walipofika uwanja wa ndege. Chinga, licha ya kwamba ilikuwa mara yake ya kwanza kupanda ndege, hakuwa na mshangao na ndege yenyewe. Macho yake yalikuwa kwenye mshangao wa wahudumu wa rembo wa ndege hiyo. Chinga kauliza kwamba Mr. Hamza, hivi zile filamu zinazoonyesha watu wakifanya mapenzi kwenye ndege zina ukweli wote? Hamza akasema kwamba wewe hebu acha kuongea ujinga basi, kaa kimya, na sivyo nitakurushia nje ya ndege. Aliongea Hamza huku akisukumia sura ya Chinga mbali. Hamza bado alikuwa akifikiria kuhusu maneno ya Fiona, hivyo hakuwa na mudi kabisa ya kuangalia wahudumu wa ndege. Chinga alishia tu kunyamaza kimya na kujikunja kwenye siti yake. Kichwa chake kilikuwa na kazi ya kuzunguka akiwaangalia wahudumu kana kwamba alikuwa kamera ulinzi. Hata hivyo safari ilikuwa ni fupi sana. Walipofika Dar, mara baada ya Chinga kufuata utaratibu wa kupata silaha yake, waliondoka ndani ya uwanja huu wa ndege. Lakini muda ambao Chinga alikuwa anatoka kwenye mlango wa kutokea wa eneo la wanaowasili, ghafla tu alijikuta akipigana kikumbo na mwanamke. Mwanamke huyo alijikuta akitoa kilio wakati akidondoka chini, huku begi lake la nguo likidondoka pia, akionekana kuwa katika hali ya maumivu. Chinga hakuweza kutarajia tukio hilo, hivyo haraka sana alinama chini kumsaidia kusimama. Akamuuliza, dada uko sawa? Msichana yule hakufikiria sana, alishia tu kutoa mkono wake ili kusaidiwa kusimama na Chinga. Chinga mara baada ya kushikana mkono na mwanamke huyo, alijikuta moyo wake ukilipuka kwa upepo wa mapenzi. Mara baada ya kukutanisha macho yake na mdada huyo, hakutamani kuyaondoa tena. Sasa yule mdada akasema kwamba samahani, nilikuwa na haraka kukimbilia mwendokasi, mimi naondoka. Yule msichana alisema kwa wasiwasi, akainua haraka begi lake na kukimbia kuelekea barabarani. Mpaka msichana huyo aliingia kwenye kituo cha kukatia tiketi cha magari yaendayo kasi, Chinga alishia tu kumkodolea macho. Hamza kuuliza kwamba bonge vipi tena? Mbona unamkodolea macho? Unamkodolea nani macho? Chinga alishia tugeuka akimwangalia Hamza kwa mshangao mkubwa, akasema kwamba Mr. Hamza, yule msichana ni mrembo aisee, sijawahi kuona kwenye dunia. Hamza akasema mrembo? Hamza alionekana kutokubaliana naye. Kwa mtazamo wake msichana huyo alikuwa kawaida mno. Kwanza alikuwa mfupi na pia alikuwa na shepu nzuri. Nguo alizovaa zilionekana pia kuwa za kawaida. Yaani bila fashion yoyote. Ilionekana ni msichana ambaye hata kupanda ndege ilikuwa ni kwa bahati mbaya. Sasa Hamza akasema kwamba Chinga, umeona wanawake wengi sana. Kule Iringa kuna wanawake warembo. Na hata dada yako Fiona ni mrembo pia. Sasa ukilinganisha huyu na
uliowaona mbona anaonekana wa kawaida tu? Chinga akasema hapana Mr. Hamza, ni mrembo kupita kiasi, yani hata kumzidi Sister Fiona. Hamza kusikia hivyo, hakujua acheke ama alijiambia labda ni kwa sababu kila mtu huwa anaangalia kwa macho ya tofauti. Hiyo haipingiki. Pengine ni kwa sababu kuna wanaume wa kawaida sana wanaopata wanawake warembo kupita kiasi, na kuna wanaume watanashati wanaopata wanawake wa muonekano wa kawaida tu. Sasa Hamza akasema kwamba kama wewe unamuona hivyo, basi sikupingi. Ila kama vipi na wewe tumia mwendo kasi, naona bado yupo kituoni. Wai tafuta namna yoyote ya kuongea naye. Chinga akasema lakini sijui hata anaelekea wapi na mimi simjui vizuri. Sasa nitaongea naye nini sasa nikishakutana naye? Na baada ya kuona hali ya wasiwasi aliyokuwa nayo Chinga, Hamza alihisi mwili wake wote ukiota vipele. Hamza akasema kwamba hebu acha kujifanyisha bwana, unaibu. Kwenye ndege ulikuwa ukiangalia wale wahudumu bila kupepesa macho. Pia ushakutana tayari na mwanamke. Sasa kwa nini unakuwa boy hivyo? Chinga akasema Mr. Hamza, mimi niseme tu kweli, mimi nataka kumpenda ghafla yule msichana. Sitaki tu kulala naye, yani mimi nataka tu awe mpenzi wangu au hata mke. Hamza alishia tu kukakamaza macho na uso wake. Alishindwa kujizuia kutamani kucheka. Alijiambia kwamba Afande Kiha angejisikiaje kama mara ya kwanza mwanafunzi wake anatua da tayari ashapata mwanamke wa kumpenda. Sasa Hamza akasema kwamba kama umependa basi ni vizuri. Chukua hizo hapa hela. Hii hapa ni F30. Nenda pale kituoni, kata tiketi, jaribu kuangalia kama utamuona, kisha jaribu kuongea naye upate hata mawasiliano. Ukimaliza misheni yako, tafuta namna ya kunipigia simu kwenye hii namba na nitakuelekeza namna ya kufika nyumbani. Chinga akasema asante sana Mr. Hamza, mimi ngoja siniende nimwahi. Anaongea Chinga, na mara baada ya kuchukua hela na kikadi cha namba ya simu, pale pale alitimua mbio kutoka viunga vya uwanja huo na kuwahi upande wa kukatia tiketi kuingia kituo cha mwendokasi. Basi waendesha taksi na baadhi ya wapita njia walishia kushangaa tu. Hawakuwahi kuona mtu bonge akiwa mwepesi wa kukimbia kama Chinga. Hamza alishia kutabasamu tu na pale pale alitembea hadi zilipo taksi, akaingia ndani na safari ya kuelekea Kigamboni ikaanza mara moja. Hamza mara baada ya kufika nyumbani aligundua Regina kuwepo. Hata hivyo alitegemea hilo, afu sitoshe ilikuwa kawaida ya Regina kuwa kazini kwa muda huo. Irene ambaye ni mdogo wake alikuwepo. Mrembo huyo alikuwa amevalia gauni fulani hivi la rangi ya pink lililomfikia magotini, huku akiacha miguu yake mizuri waziwazi kabisa. Mtoto alikuwa anajivunia tu si uzuri wake bali hata pia ujana wake. Alikuwa amekaa eneo la sebleni akiwa amepandisha miguu yote juu ya sofa, masikioni akiwa na headphones, huku laptop ikiwa juu ya mapaja yake akionekana akicheza game. Alikuwa katika umakini kiasi kwamba hata hakumuona Hamza akiingia ndani ya eneo hilo la sebleni. Shangazi upande wake alikuwa amekaa kwenye sofa akiangalia runinga, na mara baada ya kusikia hatua za mtu kuingia, alishia kugeuka na kutabasamu baada ya gundua alikuwa ni Hamza. Shangazi akauliza kwamba Hamza, kumbe umerudi, umekula? Aliuliza shangazi na kumfanya Hamza kutabasamu. Hamza akasema hapana shangazi, sijala chochote, ila nikipata hata tambi za haraka itatosha. Basi shangazi akasema karibu nyumbani, ngoja basi nikakuandalie. Basi shangazi kwa furaha sana alielekea jikoni. Mara baada ya kugundua Hamza amerudi, Irene aligeuka kichwa chake tu na kumwambia kwamba shemeji karibu. Aliongea Irene kisha akarudisha uso wake kwenye tarakishi na kuendelea kubonyeza vitufe kwa nguvu. Hamza kujua cheke mali alishia tu kusogea na kuangalia ni game gani msichana huyo alikuwa anacheza, na mara baada ya kuchungulia ilikuwa ni game fulani hivi la wanajeshi vitani. Sasa Hamza akauliza kwamba kwa nini unacheza game hapa na si nyumbani kwenu? Irene akasema nyumbani hakuna mtu, baba kaenda nje ya nchi na bibi pia kaenda na wenzake Serengeti. Kwa hiyo nimeambiwa nije nishinde tu kukumpa kampani shangazi. Hamza akauliza tena, yani uko busy na kucheza game? Ni kampani gani sasa unampatia hapa? Hamza wakati huo aligundua kuwa game alilokuwa akicheza Irene lilikuwa na uhalisia na kuvutia. Basi akauliza kwamba hilo game linavutia kweli? Irene akajibu hata mimi nilikuwa silijui, ila niliona baadhi ya wasichana wanacheza hostel, nikaomba niwekee kwenye laptop yangu. Ni nzuri mno. Unapewa mission ya kwenda kwenye kisiwa, unakuwa na wanajeshi wenzako kwenye uwanja wa vita, ukiweza kuwamaliza wote mpaka mwisho unakuwa mshindi. Hamza mara baada ya kuambiwa vile, haraka alimvua Irene headphone na kujivalisha kisha akachukua tarakishi na kuanza kucheza mwenyewe. Haikuchukua muda mrefu sana, Irene aliaga kwenda chumbani kwake kupumzika.
Hamza wakati akiandaliwa tambi zake alimuuliza shangazi kama Regina anarudi saa ngapi, lakini muda huo huo aliweza kusikia gari la Regina ikiunguruma nje, ikiashiria kuwa Reji kamerudi. Haikupita muda, Reji alitokea kwenye lifti za garage. Alikuwa amevalia suti ya rangi nyeupe juu mpaka chini na viatu vyake virefu vya high heels, huku akiwa na kibegi cha rangi ya chocolate. "Oh, Habi, kwa nini unakula tambi?" aliuliza Regina akiwa na tabasamu la furaha usoni mwake. Zamani Hamza hakuwa akipokelewa kwa staili hiyo kabisa. Mrembo huyo mara nyingi alikuwa na sura ya ukauzu na kucheka na mtu yote. Lakini sasa kulikuwa na mabadiliko makubwa yaliyomfurahisha Hamza moyoni. Muda umeenda sana. Nadhani pia tutapata nafasi ya kula huko kwenye tafrija. Hivyo sikutaka kumsumbua sana shangazi." aliongea Hamza huku akicheka kwa furaha, na kisha akamuuliza kwamba wife, hatujaonana kwa siku chache, ila inakuwaje umezidi kuwa mrembo? Regina alishia kuweka mkoba wake kwenye kiti kisha akakaa pembeni ya Hamza. "Ushaanza uongo wako. Sasa hivi nina kinga dhidi ya maneno yako." "Kwa nini nikudanganye, Shangazi, si hata mwenyewe unamuona kabisa amezidi kuwa mzuri." aliongea Hamza huku akimwangalia shangazi. Shangazi alishia tu kutingisha kichwa chake akikubaliana naye. Regina akauliza kwamba sasa kwa nini umekaa siku nyingi huko Iringa? aliuliza Regina akiwa na uchungu usoni. Ila ndo nimesharudi hivyo. Hilo ndo la muhimu. Unaonekana pia mnyonge sana. Vipi, umechoshwa na kazi za kampuni ama kama vipi? Chukua likizo." "Hata sijachoka bwana. Alafu sasa hivi sina mafunzo ya nishati. Hivyo mimi siwezi kuchoka kirahisi. Alafu Habi, unaonaje ukinisindikiza kwenda kituoni sasa hivi? Nimeshaandaa chopa ya kutupeleka haraka na kuturudisha kabla ya tukio. Siku chache zijazo ni siku ya watoto. Sasa kuna vitu nimeandaa kwa ajili ya kuvipeleka. Nilikuwa nikisubiri tu urudi." Hamza pale aligundua kuwa ndio kwanza ni mwisho mwa mwezi wa 5, na kama kawaida tarehe 1 mwezi wa 6 ni siku ya watoto duniani. Hamza alipiga mahesabu haraka na kugundua kuwa yeye na Reji walikuwa wametimiza mwaka tangu wakutane. Alishia kushukuru tu kwa umakini wa Regina hadi kufikia kukumbuka siku ya watoto. Alikuwa amekwisha kusahau kabisa. Hamza akasema sawa, hakuna shida. Sijaonana na Madam Warden kwa muda mrefu pia. Kwa nataka pia nikaone hatua ya majengo mapya ya kituo yalipofikia, na pia nikamsalimia Priscilla. Aliongea Hamza huku haraka akimalizia chakula chake. Dakika chache baadaye walitoka kupitia kwenye gari na kuelekea makao makuu ya kampuni, kisha wakapanda chopa ya kampuni iliyowapeleka moja kwa moja Morogoro. Mara baada ya kushuka, waliingia kwenye gari lingine lililoandaliwa tayari na kuanza safari ya kuelekea kituo cha Foot. Walipofika waliweza kumuona Priscilla akiwa busy akicheza na kundi la watoto, na baada ya ujio wa Hamza watoto wote waliinuka na kumkimbilia. Watoto hao walikuwa wakijua fika kuwa kila wakati Reji anapofika kituoni hapo huwa amebeba zawadi nyingi. Regina alishia kuzungukwa na kundi hilo la watoto na hakuwa na jinsi zaidi ya kuwaambia wafanyakazi wa kituo watoe mizigo iliyokuwa kwenye gari. Sasa Hamza mara baada ya kuona mke wake alikuwa maarufu hata kumzidi kwa watoto hao, kwa namna fulani alijikuta akiwa na furaha. Kwa jinsi alivyoona, ilionekana Regina alikuwa akifika mahali hapo mara kwa mara hata wakati Hamza akiwa hayupo. Sasa Priscilla akasema kwamba Hamza, naona hatimaye baada ya kuzunguka huku na huko kwa muda mrefu umeleta sura yako niione. Aliongea Priscilla aliyesogea akiwa na sura iliyojaa machungu. Ilikuwa sahihi kwake, stoshe yeye na Hamza walikuwa ni wapenzi. Priscilla alikuwa ni mwanamke mrembo sana, na pengine ingeshangaza kuona kuwa alikuwa na mahusiano na Hamza, mwanaume ambaye yuko busy muda wote, jambo lilomfanya aonekane kama ameachwa. Hamza alishia tu kutoa tabasamu huku akihisi hatia kwa wakati mmoja. Priscilla, ni kwa sababu mambo yanatokea moja baada ya lingine. Natamani ningekuwa kama miaka kadhaa iliyopita, kipindi nilichokuwa na muda wa kutosha. Ila sasa hivi mambo mengi sana yananikumba. Ila naahidi nitamaliza ili nije kuwa na muda wa kutosha na wewe. Hata usijali. Mimi najua na mambo mengi muhimu ya kufanya. Mimi na wewe tunaweza hata kuwasiliana kwa simu tu. Wasiwasi wangu ni madam baada ya kufanywa upasuaji anaonekana kuzeeka zaidi kuliko mwanzo, na kila saa analitaja jina lako. Aliongea Priscilla. Hamza kusikia hivyo alijikuta akihisi aibu moyoni. Haraka alitingisha kichwa kisha akaenda moja kwa moja kwenye ofisi ya Madam Warden kumsalimia. Mara baada ya kuingia ndani aliweza kumkuta mzee huyo akiangalia album ya picha. Hamza akauliza kwamba madam, unaangalia nini? Aliuliza Hamza akiwa na tabasamu. Madam Warden akasema kwamba anaangalia picha za miaka 20 iliyopita. Kuna baadhi ya picha hazionekani vizuri
nataka nimpe kazi Priscilla zirekebishe. Basi Hamza aliweza kuona kweli Madam Warden alikuwa amezidi kuzeeka, hata sauti yake tu haikuwa na nguvu ya uhai kama zamani. Hata kama aliweza kumtibia, lakini ari yake ya uhai ilikuwa imeporomoka mno. Sasa Madam akasema kwamba Hamza, angalia hapa ni picha yako wakati ukifikishwa kwa mara ya kwanza hapa kituoni. Aliongea Madam huko akimuonyesha Hamza picha yake. Hamza akasema kwamba nilikuwa mdogo kweli kweli wakati huo. Yaani nimesahau kama nilipiga picha kama hii. Madam akasema utakuwa ukumbuki tu, lakini mara baada ya kupata fahamu ndio hii picha ilipigwa. Huyu pembeni yako ni Adam ambaye alibadili jina na kuwa Saidi. Huyu anayekuangalia sana hapo mbele ni Priscilla. Ulikuwa mgeni hapa, watoto wote walikuwa hawakujui. Aliongea Madam Warden huku akikohoa mfululizo. Sasa Hamza akauliza kwamba Madam, umepatwa na kikohozi ama? Madam akasema ndio, ni kozi tu cha kawaida hiki cha uzeeni. Nimeongea na Iza, anakuja na dawa fulani hivi asili kwa ajili ya kuupa mwili kinga na kupambana nacho. Hamza akauliza kwamba mzee Iza narudi? Aliuliza Hamza kwa kushangaa kidogo, maana alikuwa na muda hajamuona mzee huyo. Sasa Madam Warden akasema ndio, lazima ashiriki katika sherehe ya siku ya watoto, lakini pia kuona maendeleo ya ujenzi. Anapanga kukaa hapa kwa muda sasa. Aliongea hivyo huku akisimama, na kisha Madam Warden akasema kwamba Hamza, hebu twende huko chini niangalie watoto wanafanya nini. Basi Hamza akasema kwamba nimekuja na mke wangu, amewaletea zawadi, nadhani anawagawia. Aliongea Hamza huku sasa akimsaidia kusimama na kumpatia fimbo yake. Madam Warden akasema kwamba Regina sio mwanamke wa kawaida Hamza. Unapaswa kumtunza kwa uwezo wako wote. Amekuwa tayari kukubali wanawake wengine uliokuwa nao bila kinyongo, ikionyesha kwamba anakupenda kwa dhati. Nadhani unaelewa ninachomaanisha. Aliongea hivyo Madam Warden. Hamza alishia kutoa tabasamu tu, kisha akatingisha kichwa na wote wakatoka kwenye ofisi hiyo na kushuka ngazi kwenda chini. Hamza mara baada ya kushuka chini, aliweza kugundua karibu watoto wote walikuwa na zawadi mikononi mwao na walikuwa wakijaribu kuzifungua huku wakifukuzana. Ni mtoto mmoja tu alikuwa amekaa chini kwenye benchi, akionekana kama kuna kitu alikuwa akiandika na kuchora. "Hey Bando," aliita Hamza mara baada ya kumtambua msichana huyo kuwa ni Esma Bando. Alimsogelea na kumuuliza kwa shauku kwamba unafanya nini, mbona hujaenda kupokea zawadi kama wenzako? Aliuliza hivyo Hamza huku akichuchumaa chini na kuangalia ni kitu gani msichana huyo alikuwa akichora. Mara baada ya kuangalia, aliweza kugundua kwamba katika picha hizo kulikuwa na umbo la mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama pamoja. Sasa Hamza akauliza kwamba umewachora wakina nani hawa? Aliuliza Hamza, na Bando alishia kuvimbisha mashavu yake tu huku akiwa bize kupaka rangi. Sasa ni muda huo Regina alisogea akiwa na boksi mbili mkononi, na kisha akasema kwamba Bando, dada mkubwa amekuletea zawadi za donut na mdoli. Hata hivyo, wakati Regina akitaka kumkabidhi zawadi zile, Bando alizisukuma kwa mkono wake uliokuwa umeshikilia penseli ya rangi. Kisha alisimama, akatupa mchoro wake na kukimbilia darasani. Jambo hili lilimfanya Regina kuchanganyikiwa na kushangaa kwa wakati mmoja. Akamuuliza Hamza kwamba Habi, kwa nini upo hivi leo? Hamza mwenyewe akasema mwenyewe nashangaa. Aliongea Hamza akiwa haelewi, akitingisha kichwa kwa wakati mmoja. Sasa Madam Warden akasema kwamba ni kwa sababu anataka wazazi wake. Hamza alikunja sura akasema anahitaji wazazi wake kivipi? Madam Warden akasema kwamba siku chache zilizopita kuna wenza walifika hapa kituoni wakiwa wanalia, wakisema kwamba Lilia ni moja ya wasichana waliokuwa wakilelewa hapa kituoni ni mtoto wao. Walisema wao ndo walimwacha nje ya geti miaka kadhaa iliyopita kutokana na ugumu wa maisha waliokuwa wakipitia. Wamejutia kitendo walichofanya, na sasa wakiwa vizuri kiuchumi wanahitaji kumchukua mtoto wao na kurudi naye nyumbani. Kwa hiyo walifika wakiwa wamefuata taratibu zote za kiserikali pamoja na uthibitisho wa kweli kwamba Lilia ni mtoto wao. Hivyo hatakuwa na pingamizi la kuwazuia kutokondoka naye. Sasa Esma na Lilia walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Hivyo mara baada ya kujua kuwa Lilia amechukuliwa na wazazi wake, alipatwa na huzuni. Unajua, kati ya watoto wote hapa kituoni, Esma ndiye mwenye akili ya utu uzima. Anajua kila kitu. Hivyo anaonekana kujiuliza kwa nini na yeye wazazi wake hawafiki kumchukua. Na nitokea juzi Lilia aondoke. Hataki kula. Amejitenga tu pembeni kama hivi. Priscilla na wafanyakazi wengine wamejaribu kukaa naye kumfariji hata kumshauri, lakini Bando anajua ni wakati gani anadanganywa. Hivyo imekuwa ni ngumu sana kuingia kwenye akili yake. Huu mchoro wa mwanamume na mwanamke ni picha ya wazazi wake, si ndio?
Ndio, wakati bando tunamuokota hapo nje ya geti la kituo. Alikuwa ni mdogo mno. Ni ngumu kukumbuka wazazi wake walivyo. Ndio maana hata hii michoro haina sura za kuelezeka. Regina mara baada ya kusikia hivyo, alijikuta kijao na huzuni na alishia kumwangalia Hamza akamwambia kwamba Habi, kwa nini tusimwasili bando? Kumwasili? Hamza hakuona ni jambo baya moyoni. Akasema kwamba mimi sina tatizo juu ya hilo. Sasa Priscilla akasema kwamba Regina, sio swala la kumwasili ama kutokumwasili. Aliongea Priscilla aliyekuwa pembeni. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba nadhani hakuna watu waliowahi kuja hapa na kutaka kumlea. Ukweli ni kwamba kuna watu wengi sana wanakuja hapa kwa ajili ya kutafuta watoto wa kuwasili. Na wengi walipendezwa na bando. Shida ni kwamba bando anakataa na anataka wazazi wake halisi. Hamza na Regina mara baada ya kusikia maneno hayo walishia kutoa tu pumzi za masikitiko. Regina alishia kuchukua zile zawadi na kwenda nazo kwenye darasa alilokimbilia bando. Esma, mimi dadako mkubwa nitaweka zawadi hapa. Unapaswa kuamini hakuna mzazi yote ambaye yupo tayari kukutelekeza mtoto mzuri na mwenye akili kama wewe. Lazima alikuwa na matatizo yaliyowafanya kutokujua ama kutokuja kukuona na kukuacha hapa. Hivyo sifikirie ni watu wabaya, sawa? Regina hakujua nini anapaswa kuongea. Ingawa wazazi wake walishafariki, alikuwa akijua hisia ambazo bando alikuwa akipitia. Alafu isitoshe, bando alikuwa katika umri ambao hata yeye alikuwa kituoni. Ila angalau yeye alijua baba yake mzazi na alijua hisia za kimalezi zilivyo. Pia angalau alikuwa akijua sura za wazazi wake. Bando alisha kugeuza kichwa chake tu akimwangalia Regina, kisha pale pale alisogea na kufungua boksi lilokuwa na donut. Akachukua moja, akang'ata na kuanza kutafuna. Akasema asante sana dada mzuri. Aliongea bando huku akimwangalia Regina kwa macho yaliyojaa hali ya machozi. Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo hakuwa na furaha, bali alizidi kushikwa na hali ya majonzi moyoni mwake. Alishia kumshika bando nywele zake, kisha akatoka. Hakujua kwa nini, lakini alishindwa kuendelea kubakia hapo kumwangalia. Kwa sababu Hamza na Regina walipaswa kushiriki katika tafrija, hawakukaa sana kituoni hapo na waliamua kurudi nyumbani kwa ajili ya kujiandaa. Walipofika nyumbani, eneo la sebleni waliweza kumuona bwana mmoja hivi mwenye mwili wa kibonge akiwa amekaa kwenye masofa akiangalia TV. Hamza alikuwa amempa maelekezo shangazi kwa muda mrefu tu juu ya ujio wa Chinga. Hivyo ilionekana amekaribishwa vyema mpaka kuandaliwa chakula. Sasa Hamza akasema kwamba Bonge, umefanikiwa kufika. Ingawa Chinga hakukulia mjini, alikuwa na mafunzo ya kijasusi. Hivyo maelekezo kidogo tu yalitosha kumfikisha nyumbani. Chinga alisimama haraka kuonyesha heshima kwa Hamza. Hamza alichukua nafasi hiyo kumtambulisha Chinga kwa Regina. Wife, huyo ndiye kijana niliyekueleza nimekuja naye kutoka Ringa. Jina lake ni Chinga. Au Chinga, karibu nyumbani kwetu, alisema Regina kwa tabasamu. Chinga alikuwa na werevu wa hali ya juu. Hivyo haraka alitikia akasema kwamba asante sana madam na samahani kwa kuwasumbua. Sasa Hamza alikuwa katika hali ya mshangao. Nadhani alichokuwa nakifikiria Hamza, hata yeye mwenyewe msikilizaji ulikuwa umekifikiria kwamba kama Chinga tu amedata na ule mdada wa kawaida kule uwanja wa ndege, je, akimwona Regina itakuwaje? Kwa hiyo Hamza alibaki kwenye mshangao kwa sababu Chinga hata baada ya kumwona Regina hakuonyesha hali ya kushangaa. Hamza alijiuliza, ni kwa sababu ya hadhi aliyokuwa nayo Regina au ni kwa sababu Regina hakuwa mrembo kama yule mwanamke aliyekutana naye kule uwanja wa ndege? Habi, namuona huyo kaka ni mtu serious na sio kama ulivyomuelezea. Basi baada ya Regina kusema hivyo, Chinga akasema asante sana madam kwa sifa nzuri kwangu. Aliongea Chinga akiwa na aibu kidogo. Hamza kujua cheke Malia, hata hivyo hakujali sana kuelezea tabia ya Chinga kwa mke wake na alienda moja kwa moja kumuuliza swali ya kwamba vipi ulifanikiwa kumpata ule msichana. Mara baada ya Chinga kuulizwa swali hilo, ghafla tu alitoka kuwa na sura ya mgeni na kuwa mwenyeji. Akasema kwamba nimempata na najua mpaka jina lake, anaitwa Zina. Hamza kauliza, wewe umejuaje? Chinga akasema nimesikia wakati akiongea na simu, mtu aliyekuwa akiongea naye alikuwa akimuita Zina na kuuliza kama ameweza kufika Dar es Salaam. Kwa hiyo nilipanda kwenye gari alilopanda na kumfuatilia mpaka aliposhuka na mimi nikashuka. Inaonekana amepanga chumba, hivyo sasa hivi najua anapoishi, alisema Chinga akiwa na furaha kubwa. Wakati Chinga anaelezea hayo, shangazi na Reji walishia tu kukunja sura, huku Hamza akikosa kabisa la kusema. Sasa Chinga kauliza kwamba vipi, kuna tatizo? Aliuliza Chinga mara baada ya kuona kila mtu alikuwa akimwangalia kwa mshangao. Sasa Regina akasema kwamba mume wangu,
Nadhani kwa sasa nakuamini ulivyosema kwamba huyu mtu si wa kawaida. Chinga, hivi unajua ulichofanya ni sawa na kumfuatilia mtu? Na kama kigundua na kukuripoti polisi, ni kosa kisheria. Na pengine ukapoteza bahati ya kumpata kwa kukuona wa ajabu. Unalijua hilo? Basi ndipo hapo Chinga aliweza kujua kuwa alichokuwa amefanya lilikuwa ni kosa. Hata hivyo aliishia kupiga kifua chake kwa kujigamba. Akasema kwamba hata hivyo hajaniona na Zina hawezi kunichukia. Hamza akasema acha majigambo. Kwanza hata haumjui kiundani. Unajuaje kama tayari ana mpenzi wake? Chinga akasema Mr. Hamza, mimi naona Zina hana mpenzi kwa sababu nafsi yangu inaniambia kabisa kwamba hana mpenzi. Yule ni mwanamke niliyeandikiwa kuwa naye. Hamza baada ya kusikia kauli ya Chinga ajikuta akiganda huku akimkodolea macho. Upande wa Reji alishindwa kujizuia na kuangua kicheko. Shangazi yeye alikuwa kitabasamu tu huku akimwangalia Chinga kwa macho ya furaha. Hamza alishia kuvuta tu pumzi na kisha akasema kwamba kama hivyo ndivyo ninavyoona, mimi ni nani hadi nipinge? Kwa kuweza kumfanya mke wangu acheke basi uwezo unao. Alongevo Hamza na Reji akasema kwamba habi, huyu Chinga kwa kutokuwa na aibu hadi kakushinda. Hamza kusasa akimshika Regina pua yake akasema kwamba wewe, hizo sasa ni sifa gani ambazo unampatia mume wako? Reji akasema habi, mimi siongei tena, ila unakwenda kufanya nini naye sasa? Sidhani kama itakuwa vizuri kuendelea kukaa tu hapa nyumbani siku nzima. Hamza akasema huyu akai hapa kabisa, maana atasumbua. Chinga, nenda sehemu inaitwa Kijichi na mtafute mtu anayeitwa Bosidina. Mwambie nimekuagiza uende, atakupatia kazi pale. Hamza alikuwa tayari ameshafanya maamuzi tangu akiwa Iringa. Sehemu aliyodhani inamfaa Chinga kwenda ni kwa chini ya kundi la Chatu linaloongozwa na Dina. Alijua Chinga akijihusisha na mambo ya ulimwengu wa siri, lazima atapata pa kuweka akili yake kazini. Kubwa zaidi, hakuna mtu atakayemshangaa Chinga kwa kuwa na mafunzo ya nishati. Regina naye alimuunga mkono Hamza akasema kwamba umefikiria vizuri, unampeleka kwa Sister Dina, ila kwa namna hiyo utakuwa unaenda kila siku kumuona Dina ukitoa kisingizio cha kumfundisha. Aliongea Regina. Hamza akasema wife, kwa nini umefikiria mbali hivyo bwana? Huu sio mpango wangu kwamba eti nampeleka huko ili iwe kisingizio cha mimi kwenda kumuona Dina. Regina akasema mimi naenda zangu juu kubadilisha. Jiandae na kuoga, muda wa kwenda kwenye sherehe umefika. Aliongea Regina huku akisimama na kuanza kupanda juu. Hamza alijua wanawake wanatumia muda mwingi sana kujiandaa, hivyo hakuwa na haraka ya kujiandaa mwenyewe. Haitumia muda huo kumpa maelekezo Chinga ya kile atakachokifanya akiwa chini ya Dina. Hamza akasema kwamba ukishafika hakikisha unasikiliza maelekezo yote ya bosi Dina. Kuhusu swala la wewe kujifunza, itategemea na wewe mwenyewe na juhudi zako. Mimi mara nyingi huwa nachukua mazoezi asubuhi au jioni. Kama kuna kitu chochote unachotaka kujifunza, unaweza kunitafuta muda huo. Lakini sitoacha kukutafuta mimi, kwa sababu mimi sio master wako. Umenielewa? Chinga akasema nitazingatia kila kitu na kumsikiliza bosi Dina. Pia naomba kuuliza, nikipatiwa kazi, mshahara si utakuwa mkubwa ama? Hamza akasema wewe, haijalishi ni kiasi gani utapatiwa au utajitengenezea mwenyewe. Muhimu zaidi ni kwamba una sehemu ya kulala na unaweza kula. Chinga akasema ni sawa Mr. Hamza, ila kama nimetokea kumpenda mwanamke lazima niwe na hela kumfanyia chochote. Hamza alishia kuvuta pumzi tu na kuzishusha. Aliona kabisa Chinga hakuja huku kwa ajili ya kujifunza chochote, bali kaja kutafuta wanawake. Mara baada ya Hamza kumweleza Chinga namna kufika kwa Dina, alipanda zake juu kwa ajili ya kubadilisha na kujiandaa kwenda kwenye kongamano la wafanyabiashara. Alijiandaa na kumaliza, kisha akasubiri eneo la sebleni kwa zaidi ya dakika 10 mpaka pale alipoweza kumuona Regina akishuka. Kilichomshangaza zaidi Hamza ni kwamba Regina alikuwa amevalia gauni la kitenge lenye rangi nyeupe na nyeusi. Nywele zake ndefu alikuwa amezifunga kwa kuzirusha nyuma. Kwa ubunifu maridadi uliotumika kutengeneza vazi hilo, ilimfanya umbo lake kujionyesha vizuri na kuwa kama mwanamke wa hadithi nyingi aliyedhihirisha fahari ya mwanamke wa Kiafrika. Samara baada ya kuona namna Hamza alivyokuwa akimkodolea macho, Regina alijikuta akisikia utamu kwenye moyo wake. Vipi baba, umependa vazi langu? Nimelipenda sana mke wangu. Alafu kwa nini ukaamua kuvaa style hii leo? Hamza alikuwa katika hali ya mshangao, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kumuona Regina amevaa vazi la kitenge.
Basi kwa sababu ya hii pete yako nimeshindwa kupata vazi la kununua ambalo litaendana na hii pete, hivyo nikaona nivae kitenge na aina hii ya mkufu. Sitaki watu kundharau kwa kuona nimevaa vazi lisiloendana na hii pete ya rangi, aliongea Regina. Hamza aliweza kuelewa kuhusu jambo hilo, lakini kwa namna moja aliona mwanamke huyu amezidisha kidogo. Kama umeshindwa kupata vazi la kumechisha, hakuna haja ya kuivaa hiyo pete. Nadhani ni mara yetu ya kwanza tunakwenda kushiriki tafrija tukiwa pamoja kama wenza, so lazima nivae zawadi ambayo umenipatia. Nani kakwambia unipe pete yako ya jiwe la kijani? Kumechisha mavazi ni kazi kubwa, hivyo nimeona nikienda kitamaduni zaidi itakuwa poa. Sawa mke wangu, basi siku nyingine nitakununulia pete ya almasi kubwa. Twenzetu, aliongea Hamza huku akimshika mkono. Ili kuonyesha hadhi fulani, Regina alikuwa ameshaandaa dereva wa kuendesha kwenye gari yao ya Rolls Royce kwenda kwenye ukumbi wa Diamond. Basi giza lilikuwa nene bila ya mwezi, na taa zilionyesha umahiri wake katika kuangaza. Zulia jekundu lilikuwa limetandazwa mbele ya ukumbi wa kimataifa wa Tanzanite Convention Center. Kulikuwa na magari mengi ya kifahari yaliyokuwa yakionekana karibu na ukumbi huo, yakifikisha wageni wa jinsia zote. Katika pande zote za kuzunguka ukumbi huo kulikuwa na maafisa usalama na polisi waliokuwa wametanda kuhakikisha kwamba eneo hilo linabakia kuwa salama kwa walikwa wote. Isitoshe, tukio hilo lilihusisha matajiri wakubwa matajiri wakubwa wa nchi na vigogo wazito wa kitaifa. Dakika ambayo Hamza na Regina walishuka kutoka kwenye gari, kundi kubwa la nyuso za watu liliwaangalia, hususan kwa mwanamke mrembo Regina. Silika Regina ilikuwa ni ya hali ya juu mno. Urembo wake ulikuwa ni wa kutisha, na ilikuwa ni ngumu kwa wanaume na wanawake kuweza kuvumilia kumwangalia au kutekwa na ucheshi wake. Kawaida mwanaume yote ambaye angetengemana na Regina angejihisi kuwa mnyonge mbele yake, lakini Hamza hakuhisi pressure yote. Badala yake alikuwa akijiona fahari kwa namna watu wengine walivyokuwa wakimwangalia mwanamke mrembo kama Regi ambaye ni wake. Wakiwa wameshikana mikono, wawili hao waliweka miguu kwenye zuria na kuanza kupiga hatua kuingia kwenye kumbi huo. Regi akasema kwamba Habi, Yulia pia atahudhuria leo, aliongea Regina, na maneno hayo alimfanya Hamza ahisi kama amemwagiwa maji ya baridi usoni. Aliuliza Hamza ya kwamba kweli bwana, ila si yupo mwenyewe? Regi akasema kwamba kwa kile ninachojua lazima atambatana na mwanaume. Kuambatana na mwanaume? Ni nani huyo? Asa wako ni wa nini? Yeye sio mke wako. Kama akiongozana na mwanaume haiwezi kuhesabika kama amekosea. Hamza alihisi mwasho kwenye moyo wake. Akasema sawa, unaweza kusema hivyo, lakini mume wangu, hivyo unaonekana kichawa kumiliki. Okay, ngoja nikwambie, mwanaume atakaye kuja naye ni mdogo wake anaitwa Yasini. Wote ni wafanyabiashara wenye mafanikio makubwa, hivyo kuhudhuria pamoja kila mwaka ni kawaida kwao. Afistoshe pia ndio wawakilishi wakuu wa familia Wanyika. Hata kama hawana mahusiano mazuri, lazima waonekane kupendana katika mazingira kama haya. Wife, ukweli hakuna haja ya kuniambia yote, maana mimi hata sijali. Muone unazidi kuwa mnafiki tu siku hadi siku. Mimi shangai, ndio maana mwanafunzi wako ni mtu kama chinga tu, aliongea Regina huku akimkodolea macho. Hamza alisha kucheka tu, lakini hakuonyesha aibu. Basi pale alinyosha mkono wake na kuupeleka kwenye kiuno cha Regina na kumkamatia vizuri. Kwa jinsi kitenge hicho kilivokaba kiuno chake, ilimfanya Hamza kuzidi kuhisi furaha kwa kumshikilia. Ni muda huo sauti iliyojawa na maringo iliweza kusikika kutokea pembeni yao. Sauti ilisikika ya kwamba wewe ndiye boss Regina wa kampuni ya Dosam. Nilidhani kwa kujisikia kwako usingehudhuria hii sherehe. Huyo mwanaume umempatia wapi? Regina mara baada ya kusikia sauti hiyo alikunja sura na pale ukauzu ukamvaa. Hamza aligeuka na aliweza kuona mwanaume aliyevalia suti ya Arman, mwenye nywele fupi zilizochanwa vizuri. Alikuwa amevalia saa ya kifahari ya Patek, huku mkono mmoja akiwa ameshikilia sigara kubwa. Makadirio yake haraka alikuwa kati ya miaka 30 na alikuwa na silika fulani hivi iliyompa mvuto wa hali ya juu. Pembeni yake kulikuwa kuna mwanamke mrembo aliyevalia gauni la rangi nyekundu.
Alikuwa amevaa wigi huku mwili wake ukiwa umefunikwa na vitu vya thamani. Kwa hesabu ya haraka haraka, kwa kumwangalia mwanamke huyo, ni sawa na kusema alikuwa amevaa vitu vya zaidi kama ya milioni 10 hivi za Tanzania. Hasa upande wa Reggie alionekana hataki kabisa kujali kuhusu mwanaume. Hivyo alimvuta Hamza mkono na kusema kwamba habi, tuenzetu tukaangalie kama kuna kitu kizuri chakula. Si una njaa? Hamza upande wake hakuonyesha kujali, kwa sababu mwanamke wake hakutaka kujali kuhusu wenza hao, na hivyo alijipa moyo kuwa hawakuwa na thamani ya yeye kuwajali. Hamza akasema upo sahihi, tumbo langu naona limejaa upepo tu. Wawili hao walitaka kupiga hatua waendelee mbele, lakini ghafla moshi mzito wa sigara ulisambaa mbele yao. Alikuwa ni yule mwanaume aliyekuwa ameshikilia sigara ya kifahari. Alivuta moshi mwingi na kusambaza mbele ya Hamza na Reggie. Regina alishia kuziba pua zake, huku akionyesha wazi kutokufurahishwa na kitendo kile cha uchokozi waziwazi. Sasa Reggie akauliza kwamba Mr. Mdosa, nini maana ya hii? Yule mwanaume huku akitabasamu akasema kwamba samahani bwana, mimi sikutegemea mapofu yangu yatakuwa makubwa na kusambaza moshi mwingi. Sorry bwana, sorry. Mwanamke katika mavazi mekundu alishia kuchezea nywele za wigi lake kana kwamba zilikuwa nywele zake halisi. Sasa kwa maringo akasema ya kwamba mume wangu, huyu ndiye mwanamke mrembo kupita wote na bosi wa kampuni kubwa uliyekuwa ukimsemea. Kwa nini amevaa kama mama wa Kisabato na pete yake ya urithi nini? Basi yule mwanaume akasema kwamba mke wangu, kwa nini unaongea hivyo? Bosi Regina ni rafiki yangu tangu shule. Wafanyabiashara wengi wanamheshimu sana, hutakiwi kuongea naye hivyo. Basi yule mwanamke alivaa nguo nyekundu akasema kwamba kumbe bosi Regina, nisamee, mdomo wangu unajua kuteleza hasa linapokuja swala la kuongea ukweli. Aliongea hivyo akitoa kicheko cha kejeli. Regina akasema kwamba hata usijali Mrs. Mdosa, unaonekana mdomo wako muda wote upo wazi na macho yako pia hayaoni vizuri, ndio maana umeolewa na mtu kama Mr. Mdosa. Basi yule mwanamke wa mavazi mekundu alijikuta akibadilika mara moja akisema kwamba unamaanisha ni kusema hivyo? Hata hivyo Reggie hakutaka kuendelea kuongea nao. Pale pale alimvuta Hamza na kuendelea na safari. Lakini waifu, kwa nini umewaacha tu vile vile? Ni bora hata ungewageuza masanamu ya barafu. Anyway, unataka nitumie uwezo wangu wa nishati hapa kuwa watu tena eneo la sherehe? Hamza kutarajia hayo. Alitamani kuona Regina akimfundisha adabu yule bwana kwa kuwapulizia moshi. Waifu, lakini wale ni wakina nani? Yule ni Eric Mdosa. Nimesoma naye chuo kimoja na alikuwa amenitangulia mwaka mmoja. Kampuni yao inaitwa Mdosa Real Estate. Kipindi cha nyuma alikuja kwenye kampuni yangu na kutaka tujenge ushirikiano wa kibiashara, lakini nilimkatalia. Wakati huo Mdosa Real Estate walikuwa na upungufu wa mtaji, hivyo akajaribu kumshawishi na baba pia, lakini naye aliwakataa. Sasa yule mke wake anaitwa Zilha Kabwe. Familia yao ni wafanyabiashara pia na wamiliki wa kampuni ya Kabwe Shipping Logistics. Baada ya kumkatalia Eric, alijenga mazoea yaliyozaa ndoa na Zilha, na ndio njia aliyoitumia kuokoa kampuni yao. Ingawa sehemu kubwa ya jiji lote la Dar ardhi yake imeshauzwa yote, waliamua kuwekeza mkoani Dodoma kutokana na maendeleo yake ya kasi. Sasa Kabwe kwa kitendo cha kumkatalia kufanya naye biashara, anadhani mimi nilimdharau. Hivyo mara nyingi anaichukulia kampuni yetu kama adui. Mfano ule mradi wa Horizon aliniletea matatizo kwa kuhonga serikalini na kutaka eneo lile liwe njia ya ujenzi wa reli ya umeme ya mzunguko wa jiji. Hata hivyo mimi sikumpa nafasi ya kushinda. Kumbe hivyo ndivyo ilivyo. Wife, inaonekana kuna watu wengi wanaokufukuzia. Maana nakutana na washindani kila kona. Haiwezi kuwa. Unajua mimi sina mazoea na watu wengi nje ya biashara. Mara nyingi naigiza tu kauzu ili kujiepusha na kuzongwa na watu kila mara. Kwa hiyo yule Zilha inaonekana ana chuki za waziwazi na wewe. Ni kama naamini mume wake alikufukuzia mkiwa chuoni na ukamkataa. Hivyo anaona wivu, si ndio? Ni kutokujiamini tu kwake bwana ndio kunamfanya anichukie hivyo. Hata mwenyewe nashangaa wivu wake yani dhidi yangu sijatona tokea wapi. Maana leo ndo mara yangu ya kwanza kukutana naye ana kwa ana. Inaweza ikawa ni mara yako ya kwanza kukutana naye, lakini
labda alishasikia habari zako kwa watu, kwa hiyo ndio maana akajenga chuki. Aliongea Hamza huku akitingisha kichwa chake. Wakati wakiendelea kuongea, walisogea upande wa ukumbi wa chakula. Hamza alichukua sahani huku akiangalia mabakuli makubwa ya chakula yaliyopangiliwa katika mstari. Aina ya tafrija hizo, ingawa chakula kinachoandaliwa ni cha bei ghali, lakini watu wengi hawakuwa wakigusa. Hamza aliona itakuwa ni kukiharibu tu, hivyo alihisi anapaswa kula tani yake. Regina alishia kumwangalia tu Hamza wakati akichukua sahani mbili kwa wakati mmoja na kuanza kukusanya chakula. Alianza na kamba coach, akachukua nyama, wali kidogo na kuendelea. Kiufupi, hakuruka hata hatua moja. Regina alishindwa kujizuia na kumwangalia kwa mshangao bila kufanya chochote. Alijiambia mume wake ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani, lakini muonekano wake na tabia hazikuwa za kitajiri kabisa. Regina alishia kuchukua matunda tu na mboga kama ilivyo kawaida ya wanawake na kwenda kumsindikiza Hamza kula kwenye meza. Regina hakuwa na haraka ya kwenda kuungana na baadhi ya wageni waliokuwa ndani ya eneo hilo tayari, kwa sababu muda huo alikuwa ndiye malkia wa kisiwa cha binamu. Biashara zake hazikuhitaji nguvu kubwa kwenye kujenga connection. Wife, hauendi kusalimiana na wafanyabiashara wenzako? Sina haraka. Sababu ya mimi kushiriki ni kwa sababu nataka kuonyesha watu wengi kwamba sina maringo kama wanavyonifikiria. Nikimwona mtu ninaelewana naye, nitamsogelea na kusalimiana naye. Basi haina shida. Nadhani kuna ratiba ya kucheza muziki baadaye. Nitahakikisha nacheza na wewe. Tufurahie huu usiku. Wakati wakiongea, mara mwanaume na mwanamke waliokuwa wameshikilia sahani zao waliwasogelea na kukaa kwenye meza yao. Basi sauti ya kiume ilisikika kwamba, Boss Regina, nadhani hautojali mimi na mke wangu kujumuika na nyie hapa. Msikilizaji huyu alikuwa ni Eric Mdosa ambaye alikaa kando ya Hamza. Katika sahani aliyokuwa ameshikilia kulikuwa na steki ya nyama pekee na mboga. Upande wa Zilha, sahani yake ilikuwa na vipande kadhaa vya keki. Sasa Zilha kwa uso wenye kejeli akasema kwamba hizi meza si za kampuni ya Dosa kweli. Mume wangu, kuna haja ya kuomba ruhusa? Mdosa akasema kwamba upo sahihi mke wangu. Aliongea Mdosa huku sasa kwa madoido kabisa akitumia uma na kisu kukata nyama ile na kutafuna. Ricky akasema kwamba Mister, hivi ndo nikuite mume wa Boss Regina Hamza kajibu ndio. Alijibu Hamza huku akila kamba kochi kwa kupanua mdomo wake. Sasa Hamza akaulizwa kwamba anaweza kujua jina lako? Unaweza kuniita Hamza? Mr. Hamza, unaonekana kuwa na hamu ya kula au nyumbani hamna chakula ndio maana unakula sana? Katika macho ya Ricky na Zilha, Hamza alionekana ni mtu asiyemjua ambaye si maarufu. Walijua kabisa ni mtu ambaye si mwenye pesa, maana watu wazito karibu wote waliofahamu. Ukiongezea na muonekano wa Hamza, ukitoa kwamba alikuwa ni mtanashati, lakini alionekana kuwa na hadhi ya kawaida. Afu kubwa zaidi ni kwamba katika kumbukumbu za Ricky, Regina ni mwanamke aliyekuwa na maringo mengi na hajawahi kusikia akijihusisha kimahusiano na mwanamume yote. Alijua hata kama bwana huyo ni mume wake, lazima atakuwa wa kawaida. Vinginevyo taarifa za Regina kuolewa zingesambaa na kumfikia. Sasa Hamza hakuwa na habari kama wenza hao walikuwa wakimchambua. Mchana nilikula tambi pekee, hivyo nina njaa ndio maana, aliongea Hamza. Mara baada ya kusikia Hamza kijibu hivyo, walishia kucheka huku akiangaliana na kisha kumwangalia Regina. Zilha akasema kwamba Boss Regina, mume wako anajua kuchekesha kweli kweli. Yaani kwa hela zote ulizonazo umempikia tambi. Ndio maana anaonekana kuwa na njaa kali. Ricky naye alikazia akasema kwamba kumbe ni kwa sababu ana njaa. Mr. Hamza, usijali bwana, mtu yote hapa wala tusimhofie. Wewe kula ushibe, kila kitu ni bure bwana, huna haja ya kuwazia gharama. Hamza naye alicheka akasema asante kwa kunikumbusha. Aliongea Hamza huko akaendelea kula, na wakati huo alimwashiria mhudumu asogee na kuchukua juisi ya matunda. Sasa Mdosa akauliza kwamba Mr. Hamza, wewe unajishughulisha na nini au ni wizara gani unafanya kazi? Aliuliza Mdosa akiwa ameacha kula nyama na kuendelea kuvuta sigara. Hamza akajibu kwamba anafanya kazi kwenye kampuni ya mke wangu. Mdosa akasema kwamba kampuni ya Boss Regina. Kwa hiyo unasema mke wako ndiye bosi wako? Kwa hiyo wewe una cheo gani sasa, au ni mkurugenzi msaidizi? Lakini haiwezi kuwa bana, maana nafahamika msaidizi ni Elizabeth. Hamza kajibu nafanya kazi kwenye idara ya ulinzi.
Ingawa alijua watu hao wangemcheka akiongea maneno hayo, Hamza kujali. Pia aliona kufanya kazi kama mlinzi halikuwa jambo la kutia aibu. Basi, na kweli bwana, mara baada ya wenza hao kusikia jibu hilo, walianza kucheka. Sasa Zilha akasema kwamba kwa hiyo kumbe wewe ni mlinzi. Bosi Regina, hakika umejua kujichagulia mume. Aliongea Zilha huku akimshika mume wake mkono na kisha akasema kwamba Habi, nadhani ndoa ya Bosi Regina inahusisha mapenzi ya kweli. Wewe unaonaje? Mdosa akasema kwamba nadhani pengine Mr. Hamza ni mtu mzuri, hivyo hatupaswi kumhukumu. Aliongea Mdosa huku macho yake yakijaa hofu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba bwana huyo si tu kwamba eti aliomba ushirika wa kibiashara na Reji, bali wakiwa chuoni alijaribu pia kumtongoza, lakini Reji akamkataa. Alipata aibu kubwa kwa sababu alijitamba kwa watu wengi kwamba anakwenda kumngoa mrembo Regina. Hata baada ya kumaliza chuo na kuzidi kuona Regina anazidi kuwa mrembo, huku pia utajiri wake ukiongezeka kwa kasi, hakujisikia vizuri kabisa. Ilifikia kipindi Eriki hakutaka kuchangamana na marafiki zake wa chuo kwa kuwa walimkumbushia kuhusu habari za Reji. Sasa muda huo, mara baada ya kuona Regina ameolewa na jamaa asiyeeleweka ambaye ni mlinzi kwenye kampuni, alijisi kama amedhalilika mara 10 ya vile alivyokataliwa. Akajiuliza kwamba ina maana ameshindwa swaga hata na mlinzi wa kampuni kamzidi swaga. Mara baada ya kufikiria kuhusu jambo hilo, hasira zake zilimvaa zaidi na kutaka kulipa kisasi kwa Reji. Kitu ambacho Reji hakujua ni kwamba kitendo cha Hamza kujitambulisha kama mume wake kilimfanya Mdosa hasira yake yote iliyokuwa imejificha kulipuka. Regina alisha tu kutokujua cha kuongea dhidi ya majibu ya Hamza. Aliona ni bora tu angempotezea bila kujibu chochote. Basi Regina akauliza kwamba Bosi Regina, ndio maana leo bwana umevaa kilokole tu au ni kwa ajili ya kuendana na hali ya uchumi wa mume wako Naona hadi umeshaanza kuvaa pete za plastiki bana. Yaani ameshindwa hata kukukodishia tu pete yenye muonekano mzuri Kuna maduka mengi tu hapa mjini yanatoa huduma hiyo. Angalau ungeendana hata na hadhi yako ya ubilionea. Sasa Zilha akasema kwamba mume wangu, hebu acha kumsema Bosi Regina juu ya zawadi aliyopewa na mume wake. Kama uwezo hana, haina haja kuforce. Kama asiporidhika na kutaka kuvaa pete kama hii ya kwangu ya thamani ya milioni 60, si atampa wakati mgumu mume wake kuanza kuhangaika kuitafuta hiyo milioni 60. Mimi naona akafanya jambo jema kujishusha na kupokea kidogo alichopewa. Aliongea Zilha. Msikilizaji, nadhani mpaka hapa kuna kitu najifunza. Acha nyodo, acha dharau kwa mtu usiyemjua hata kidogo, acha. Sasa Mdosa akasema kwamba mke wangu, ulichoongea ni sahihi bana. Aliongea Mdosa huku akimwangalia Hamza na Regina kwa hisia za dharau. Hamza na Reji wala hata hawakuonekana kujali, kwani hawakuongea chochote. Hamza aliona mabwana hao walikuwa wanachekesha sana na maringo yao kiasi cha kumfanya ukasirika. Regina mara baada ya kuona Hamza hakutaka kuongea chochote, alisha kukaa kimya tu. Basi ni muda huo sauti ilisikika kwamba Mr. Mdosa, Mrs. Mdosa, habari za siku. Sauti ilisikika, ilikuwa ni sauti ya wenza wengine waliovalia na kupendeza. Ilisogea kwenye meza waliokuepo kina Regina. Ni wakina nani hao? Tutaonana sehemu inayofuatia msikilizaji, na tutafahamu zaidi kipi ambacho kitatokea humo ukumbini. Najua hawatatoka salama Hamza na Reji. Yaani kutoka tu salama bila kutokea lolote, sidhani. Na nakushukuru sana msikilizaji sana. Mungu aendelee kukupa afya njema, tuendelee kuwa sote kwenye hii simulizi nzuri ya Hamza. Kuna mengi sana ambayo naamini kila part unayoimaliza kuna kitu unakuwa unakichukua, sawa Yes, hilo ndilo ambalo mimi naamini nyakati zote. Asante sana na Mungu aendelee kukubariki. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.